na dhiki kuu. Ufunuo 16 mstari wa kwanza hadi 21. Ufunuo 16:1 hadi 21. Ufunuo 16:1 hadi 21. Usikie mambo ambayo yatakuwa yanafanyika huku duniani. Sisi tukiwa kwenye harusi tunakula keki. Haleluya. Haleluya. Kuna mmoja hajasema amen, si hata kuwepo. Tukiwa juu tunakula keki. Haya yatakuwa yanafanyika hapa chini. Haleluya. Tutakuwa tunavishwa ile shera ya biharusi ile. Sio hii ya mabega wazi, lakini itakuwa ile nzuri, itani nyeupe ing'arayo. Haleluya. Siku hizi kuna za mabega wazi na vifua wazi, sio hizo, na migongo wazi. Tuziache hizo. Haleluya. Bwana asifiwe. Ila siku moja ukitaka kufanya hivyo hapa tunakutimua. Sisi mpaka ushone imefunika mabega. Sasa hivyo tunakutimua, tunakufurumua kabisa. Haleluya. Katika kitabu cha Funuo 16 mstari wa kwanza hadi 21. Anasema sauti yangu. Nikasikia sauti kuu kutoka hekaluni ikiwaambia, wakati kanisa liko kwenye harusi, kumbuke. Kawaambia wale malaika 7, enendeni mkavimine vile vitasa 7 vya ghadhabu ya Mungu juu ya nchi. Kwa maana yake ni kwamba wakati wa dhiki kuu utakuwa ni wakati wa Mungu kuleta ghadhabu katika dunia au katika nchi. Ndio maana haiwezekani kanisa likawepo alafu kaleta ghadhabu, kwa sababu hawezi kumangamiza mwenye haki na mtu asiye haki. Ndio inabidi kwamba wakati ambapo kanisa liko juu kule linakula keki na kufurahia na Yesu kule, itakuwa huku chini kinachofanyika ni kumwaga tu ghadhabu. Atakuwa ametuma malaika wengi. Nitasoma malaika wengi sana kipindi cha leo, siku ya leo mpaka ya saa 11. Tutakuwa tunasoma malaika wengi sana ambao watahusika kwenye hukumu. Hao malaika kazi yao itakuwa ni kuleta ghadhabu katika nchi, katika dunia, kwa sababu dunia haikumjua Mungu, na watakaokuwa wamebaki kipindi kile hawakumtambua Mungu wa kweli, wakaendelea kusujudia sanamu na miungu yao. Sasa Bwana atawafumania. Kila watakapokuwa wanaamka watakuwa wanatupiwa ghadhabu kila wakati. Sasa unaweza kuandika katika ufupi kwamba wakati ambapo kanisa limenyakuliwa, dhiki kuu itakuwa imejaa ghadhabu na hasira ya nani? Ya Mungu juu ya nchi. Watu walipo hapa chini watakuwa wanapitia mateso ya namna hiyo. Ghadhabu, hasira ya Mungu itakuwa juu ya watu wote wakao juu ya nchi, pamoja na mimea, viwanja, maji, mito. Takusomea hapa. Paka na bahari zitadhiriwa na Mungu. Sijajua zilifanya dhambi gani, ila tutajua mbele kwa mbele. Akaenda huyo wa kwanza akakimimina kitasa chake juu ya nchi, pakawa na jipu baya bovu juu ya wale watu wenye chapa ya huyo mnyama. Na wale wenye kusujudia sanamu ya jipu baya. Sio kajipu linakuvimba moja usoni mpaka unasahau ulikotoka. Jipu. Haleluya. Bwana asifiwe. Nafikiri wa Carolite watakuwepo kipindi hicho wamebaki. Sasa majipu makubwa na sura zao hizo sio itakuwaje? Sema jipu kubwa kwa wale ambao watapatikana wana alama ya yule mnyama, chapa ya mpinga Kristo. Na ukumbuke katika waliobaki watakaokosa kupigwa chapa ni wale ambao ni kabila la Israeli, sio wote pia. Ni ile namba 144,000. Sasa waliobaki wote watakuwa na chapa. Maana yake watakaobaki wote wakati wa dhiki kuu ni moja kwa moja ni kwamba watakuwa napigwa na majipu. Na anasema na huyo wa pili akamimina kitasa chake juu ya bahari. Sikiliza sasa. Jipu limeanza. Ikawa damu kama damu ya mfu, bahari ikawa kama damu ya mfu. Maana yake wanaogelea beach, kazi imeisha. Hakuna kwenda jembe ni jembe. Yaani mambo yameishia pale. Na vitu vyote vyenye roho ya uhai katika bahari vikafa. Hakuna kuvua samaki. Samaki nao wanakufa. Mbuta wanasema kule Kenya, sio kwa nasemaje? Wale samaki wazuri wale. Wanakufa wote. Na huyo watatu akakimimina kitasa chake juu ya mito na chemichemi ya maji, zikawa damu. Kumbuka bahari inakuwa damu ya mfu ile nzito nyeusi. Alafu hii inakuwa damu tu. Mito na chemichemi za maji zikawa damu. Sasa niulize, na visima vitakuwa na maji safi?
Unaona dhiki kuu ilivyo ajabu? Na maji yanageuka kuwa damu. Anasema, nami nikamsikia malaika wa maji akisema, wewe u mwenye haki. Kuna malaika anasimamia maji, yani maziwa yote hayo na maji yote. Wewe u mwenye haki. Kwa sababu atakuwa amepewa mamlaka ya kuhukumu nchi, sasa atakuwa anafanya anavyotaka. Anasema, wewe u mwenye haki. Uliyeko na uliyeko wako. Anamsifu Mungu sasa. Anasema mtakatifu, kwa kuwa umehukumu hivi. Kipindi hicho cha dhiki kuu, malaika watafurahi hasira ya Mungu juu ya dunia. Malaika watafurahi. Kwa nini unafurahi? Nikupe siri moja kwa nini malaika watafurahi na kumsifu Mungu. Malaika hajapewa uwezo kulielewa neno kama wewe. Tabia ya kwanza hiyo. Andika. Sio hadithi hiyo. Malaika hajapewa ufahamu wa kulielewa neno wala ufunuo wa neno. Hakupewa. Leo utaelewa. Kuna vitu fulani unamzidi malaika. Yeye tu anakuzidi kwa sababu hana mwili. Sawa? Haleluya. Malaika hajapewa uwezo wa kulisikiliza neno na kulitenda. Hajapewa uwezo. Hawezi kuja hapa akasikiliza neno akalitenda. Sababu matendo yake hayataonekana, haonekani. Haleluya. 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 Malaika hajapewa uwezo wa kumpokea Roho Mtakatifu. Yeye ni malaika tu, hana Roho Mtakatifu. Sikiliza sasa. Ina maana hata akituma na ujumbe kutoka juu, sawa? Akiuleta kwako huwa hana ufunuo wake. Anasema tu mpelekee Victor, akifikisha Gabriel anasema alafu anaondoka. Na hawezi kukaa. Maana hajaambiwa wakae. Umesikia? Akituma malaika wa vita, anapigana vita, akimaliza zamu ya vita anaondoka. Pengine anaweza kudumu ni yule wa ulinzi. Anaweza kudumu angalau kwa muda, mlinde mwaka mzima, anaweza anakaa mwaka mzima. Lakini kwa maana halisi malaika hawana uwezo huo. Alafu malaika wanafanya kazi kwa amri na maagizo maalum. Wanafanya kazi kwa amri na maagizo maalum. Sisi tunapewa maagizo mengi. Paka tunapewa uchaguzi. Kitii ni bora, utakula bima ya nchi. Ukikosa kutii utaangamia kwa upanga. Unachagua. Malaika hawapewi kuchagua. Ndio maana wale malaika waliotoka mbinguni wakaja kuzini na wanawake duniani wamefungwa chini ya mto Frati, na mpaka siku ya hukumu wanaingia jehanamu. Jambo lingine, malaika hawezi kutubu akasamehewa. Kuna mtu anasema hii yenyewe. Hana muda wa kuomba toba asamehewe. Ndio maana Lucifer alipokosea njia, shushwa. Na waliomfuata nendeni. Wale waliokuja kucheza na wanawake duniani wakafungwa chini ya mto Frati. Hawakuweza kuomba rehema. Kwanza hata uwezo wa kuomba rehema hawana. Haleluya. Sasa unaanza kuelewa kwamba ndio maana huyu malaika atakuwa na uwezo wa kumsifu Mungu kwa sababu ya hasira. Uhimidiwe Mungu, wewe mtakatifu, Mungu aliye hai. Eti anamsifu na huko anabadilisha maji yote kuwa damu. Wanadamu wanashindwa kunywa, yeye anamsifu Mungu. Siri iliyopo katikati ya mwanadamu na malaika. Nasikia? Haleluya. Hawezi kusamehewa. Hawezi kutubu. Kwanza hiyo hana. Haleluya. Bwana Yesu. Nasikia vizuri? Nimesema anafanya kazi kwa nini? Kwa amri, maagizo maalum. Akiambiwa shuka pigana, anashuka. Akimaliza vita anapanda juu, anaenda. Nenda, kanitolee taarifa. Anakuja anaangalia, anasikiliza, anatoa taarifa. Akimaliza anaondoka. Hivyo kila malaika anafanya kazi kwa amri maalum, maagizo maalum, lakini sisi tumepewa uwezo wa kusoma, kuelewa, kufanya na kuishi haya baba. Manake hata ufunuo wa neno tunao. Yaani siri za neno la Mungu tunazo sisi. Malaika hawana. Nilikuwa nasoma habari za Danieli nikagundua mwisho wa siku
alikufa akiwa na miaka 90. Aliondoka wakati sijui kufa kwake, lakini wanasema alipoondoka Danieli alikuwa na miaka mingapi? 90. Ameanza unabii tangu kijana mpaka miaka 90. Alafu alipomaliza Mungu anamwambia hivi, mambo ambayo Mungu amempa akayaandika, eti Mungu akamwambia Danieli atie muhuri. Nani awezaye kutia muhuri maneno ya Mungu? Sikiliza. Yaani mpaka kazi kama vile ya Mungu. Sababu Roho Mtakatifu tunajua anatia muhuri wake. Sasa leo eti maandishi aliyoandika Danieli yote Mungu akamwambia yatie muhuri hadi atakapotimia. Ina maana alipewa sehemu ya kimungu. Yaani kwenye ngazi za kiungu alikuwa ngazi za ajabu sana Danieli. Ina maana alikuwa na uwezo hata kuliko malaika. Ndio maana yake. Haleluya. Hatuna ule hatuna uwezo ambao hatuna sisi. Ni kwamba tu hatuwezi, tuna mili ya kuharibika. Sawa sawa? Na ndio maana tutakaponyakuliwa tutapewa mili mingine ambapo tutalingana na malaika. Wanapopaa na sisi tunapaa. Lakini sasa tuna mili ya kuharibika. Perishable, inaweza kuharibika. Ukichana na wembe, damu zinatoka, kinakuwa kidonda. Ina maana sasa tuna mili ya kuharibika, lakini kipindi kile sasa. Kwa hiyo hivyo tofauti iliyopo tu ni kwamba wao wana mili sio haribika. Sisi tuna mili ya kuharibika. Lakini katika mambo mengine yote malaika hutamani. Unasikia? Nikupe tu mfano, sawa? Akileta ujumbe kwako ukaufanyia kazi malaika, sawa? Sana anaondoka anaenda juu. Anakuwa anaangalia huku chini. Ukifanikiwa anatamani. Yaani nilimpelekea ujumbe amefanikiwa, angalia anavyoenda. I say angekuwa ni mimi. Lakini hawana uwezo wa kuja hapa wakaishi haya. Ila anatamani Victor kafanikiwa katika ufunuo niliompelekea. Maana niliompelekea nikamwambia peleke ujumbe amefanikiwa. Hivyo sasa amefanikiwa, lakini mimi anabaki kwenye darasa lile lile. Alafu malaika wana ngazi moja tu. Hawezi kuinuliwa kutoka ngazi hadi nyingine. Wa ngazi moja. Walivyoumbwa ndivyo. Si unanielewa? Lakini wewe unaweza kutoka ngazi moja mpaka nyingine katika utukufu. Maana tumepewa uwezo wa kukua kiroho. Lakini wao hawawi kiroho. Walishaumbwa na imemalizika. Ndio maana malaika huyu atafurahi. Atasema, kwa kuwa walimwaga damu ya watakatifu. Unasikia sasa? Na ya haya ya manabii. Nawe umewapa damu wainywe, nao wamestahili. Unasikia? Walimwaga damu ya watakatifu, nao umewapa damu wainywe kwa kuwa walistahili. Hivyo tunaona dhiki kuu itakuwa inaleta tu hukumu juu ya watu kwa sababu ya mambo walioyaishi kabla ya unyakuo. Unasema, nikaisikia hiyo madhabahu ikisema, naam, Bwana Mungu Mwenyezi, naam, Bwana Mungu Mwenyezi niza. Kuna kitu kimesoma vibaya. Mstari 7 unasemaje Biblia yako? Mbona kama ya kwangu inachanganya? Iko hivyo au nisome vizuri? Hebu nisikilize. Nikaisikia hiyo madhabahu ikisema, naam, Bwana Mungu Mwenyezi ni za kweli na za haki hukumu zako. Wali translate vibaya, waliipeleka nyuma badala ya mbele. Sababu Kiswahili wakianza hivyo, Kiingereza kinakana kianze kikienda hivi. Sasa wali kalimani nafikiri waliandika vibaya. Ilitakana ianze hukumu zako ni za kweli na za haki. Sasa wakazipeleka nyuma. Nilikuwa nimeshangaa sasa hii ina maana gani? Sema hukumu zako ni za kweli na za haki. Nafikiri iliandikwa kwenye Zaburi pia. Imeandikwa hivi. Sema mfumo wa mashairi, si ndio? Sema ni za kweli na haki hukumu zako. Na huyo wa 4 akamimina kitasa chake. Manake hapo imesema kwamba ulichokifanya Mungu ni kweli. Wanywe damu kwa kuwa waliua manabii wako na watakatifu. Sawa? Anasema na huyo wa 4 akamimina kitasa chake juu ya jua, nalo likapewa kuwaunguza wanadamu kwa moto. Kwa mnasema jua kali. Vihoja mahakamani hivi. Yaani anasema litapewa uwezo wa kuwaunguza, likiwaka asubuhi mpaka jioni mtakopa. Unababuka mwenyewe hivi, ngozi inatia yenyewe. Yaani mpaka ule weusi unaondoka. Sema itakuwa na uwezo wa kuwaunguza wanadamu. Kumbuka sisi tuko kule kwenye harusi. Tunakula keki ya kimbingu, sio ya hapa hii imekuwa sukari nyingi mpaka inaharibu afya. Hata hii
Haleluya. Itakuwa ni keki ya kifalme tunakula. Waliostahili sana wako mbele, waliostahili kidogo wako nyuma ya viti wanashangilia wengine. Samahani usinielewe vibaya, unielewe vizuri. Yaani maana yake hii, mbinguni tutaingia wote, lakini watakao stahili sana kwa kuwa walitenda mambo fulani yanayofanana kustahili kama Paulo na wengine wale watakuwa bendi ya mbele, na wengine wataingia ila watakuwa nyuma, watakuwa wanashangilia. Napata thawabu yule ase, yule alikuwa mtumishi kweli, tutamsikiliza. Sasa ni vizuri ukazani ukapata thawabu za kwako. Anasema uketi karibu na Mungu, karibu na wale wakati pamoja na Mungu. Usije ukaingia alafu ukawa nyuma ya benchi. Hapa useme amen, maana kumeharibika hapa sasa. Haleluya. Unakaa tu ama unachokifanya? Hata shuleni mnaelewa nyinyi, shule walimu wanafunzi. Mtu anapewa zawadi shuleni bila kitu. Kuna zawadi za usafi, si ndio? Na zawadi ya kupasi mtihani kemia wa kwanza, sabati wa kwanza, 3 bora, si ndio? Unapewa vitabu, makaunta na nini. Sasa wewe unataka upewe nini? Umefanya nini? Hajaweza kufuga washirika kanisani. Wewe umekaa tu. Unasubiri kupewa nini? Samani nisiende huko maana nitazungumzia habari hizo kwenye harusi ya mwanakondoo. Hapa ni iache. Haleluya. Mtakapoanza harusi ya mwanakondoo, tutaeleza mambo ya thawabu. Watapata vitu huko, watu watapata vitu vizuri sana. Anasema wanadamu wakaunguzwa maunguzo makubwa na wakalitukana jina la Mungu aliye na mamlaka juu ya mapigo hayo, wala hawakutubu wala hawakumpa utukufu. Mdomo pumabwe, mjinga wewe, yani wewe unatunguza sasa hivi tu, wakamtukana we. Na walipozidi kupiga kelele anasema hawakumpa hata utukufu wala kutubu, hawakuweza kutubu. Kwa nini wasitubu? Wakati wa neema uko maisha. Kinachofanya tutubu ni neema. Ikiondoka hata kusema baba nisamehe huwezi, unaingiwa na roho ya ukatili. Andika hiyo. Hawakuweza kutubu, hawezi watu hatapata nafasi ya kutubu katika kipindi cha dhiki kuu, maana neema itakuwa imetoweka. Kinyume chake watamtukana Mungu. Makahaba wa dunia hii na karate zao na uzinzi na uongo na manabii waliodanganya watu kwamba wanamtumikia Lucifer, sijui itakuwaje siku hiyo. Watamtukana Yehova. Haleluya. Wao unaonaje watu dunia nzima wamtukane Mungu tu? Jua linawaka, likisha waka mpaka ngozi inataka kutoka. Sasa wanaanza kutukana. Wote midomo juu kama ya mbwa. Wote midomo juu kama ya mbwa. Unajua mbwa akilia huwa anainua, anakuwa anaangalia kule juu. Sasa itakuwa hivyo. Kweli mbwa watakuwa nje. Ndio maana anasema mbwa watakuwa nje. Watatukana matukano yote mpaka ya nguoni na kila kitu. Huyo Mungu hafai. Wewe sini watamtukana. Kwa nini? Wakati wa neema utakuwa umeisha. Tunakuambia ufanyie kazi mambo ya kiroho sasa hivi unajifanya jeuri. Unavutana na maisha yako. Wewe unavutana na maisha yako, unasema maisha yangu, maisha yangu. Si ndio maisha yangu. Tengeneza mambo ya kiroho kwa sababu tunakoelekea baada ya unyakuo kinachofuata ni mapigo tu. Watu walikuwa wanadanganya watu kwamba wengine watajiokoa kwa damu yao. Imeandikwa wapi? Mimi sijaona huko. Hamjui kusikia andiko? Mafundisho kuna watu watajiokoa kwa damu yao. Damu inayokuwa ni ya Yesu. Huwezi kujiokoa kwa damu yako. Damu yako ni takatifu. Damu ya Wasukuma takatifu kabisa. Unajiokoaje na damu ya Wasukuma? Damu ni moja tu, kama haifanyi kazi hakuna nyingine. Damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye. Kama ilimwagika hakuna damu nyingine. Hivyo kama utaweza kuingia kwa njia ya unyakuo, basi usubiri jehanamu ya moto. Ndio maana Mungu ametuma liambie kanisa lijiandae. Sina muda wa kuhubiri pesa. Lijiandae kwa sababu likikosa unyakuo hakuna njia. Ndio maana mimi nashangaa mpaka sasa wachungaji hawajaelewa nafaa waliandae kanisa. Mpaka maaskofu hawajaelewa kwamba wanachokifundisha ni makosa. Wamekaa tu kula kunywa kuvaa na kushiba na kuchanga magari yanunuliwe kanisani. Hawaelewi kwamba muda umefika, lazima kanisa liandaliwe. Kwa sababu muda huu ukipita hakuna uwezo wa kutubu wala hakuna kuongoza mtu sala ya toba, maana hakuna mhubiri. Watakaokoma baki wahubiri matapeli wote watajulikana kama matapeli, maana kanisa limeondoka. Hivyo nao watapita mateso yale yale. Hivyo hakutakuwa na mhubiri atakayepita neema kipindi hicho.
Haleluya. Haleluya. Mstari wa 10. Na huyo wa 5 akamimina kitasa chake juu ya kiti cha enzi cha yule mnyama mpinga Kristo. Sawa? Sawa? Ufalme wake ukatiwa giza. Wakatafuna ndimi zao kwa sababu ya maumivu. Kumbuka hilo. Wakamtukana Mungu wa mbingu kwa sababu ya maumivu yao na kwa sababu ya majipu yao, wala hawakuyatubia matendo yao. Kumbe na kiti cha shetani kitawekwa nini? Kile cha mpinga Kristo kitawekwa hasira ya Mungu, kitamagiwa hasira, alafu kitatiwa giza. Maana yake japo atakuwa anatawala, hataweza kusimama kama inavyostahili, kwa kuwa naye pia atamagiwa ghadhabu na hasira. Haleluya. Kumbuka haya ni mateso kabla ya jehanamu. Ni nzito kuliko. Haya ni mateso tu, mtu hajaenda jehanamu, yani anaandaliwa kwenda. Zoezi, jaribu kufikiria. Hili zoezi kweli? Kama hili ni zoezi. Hivi zoezi kabisa hili linawezekana hivi? Unajua nataka tuelewane hapa. Unajua mambo haya lazima tuambizane ili ukae vizuri. Kama una kiroho kinachopinda pinda, utuambie mapema. Mwambie Mungu mapema. Sikiliza. Kama hilo ni zoezi la jehanamu. Sawa? Hapa sio kuzimu. Hiyo sio kuzimu. Hiyo ni, unajua hujanielewa. Hii sio kuzimu. Na kuzimu ina mateso kuliko hayo. Sawa? Alafu jehanamu ina mateso kuliko ya kuzimu. Maana kuzimu inachukuliwa pia na kutupa wapi? Jehanamu na mauti yake. Sasa nauliza swali. Haya mapito ni mazuri sana. Iki kama ni kionjo ni kizuri. Anasema hivi. Na huyo wa 6 malaika wote wanapewa nafasi yao. Akamimina kitasa chake juu ya ule mto mkubwa Frati. Walikofungwa wale malaika. Nao wakiwemo humo wanamiminiwa. Anasema maji yake yakakauka. Sio watakimbilia wapi siku hiyo. Ili njia itengenezwe kwa wafalme watakao katika mawio ya jua. Nikaona roho 3 za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka. Sikiliza hiyo. Na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizi ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Naomba nirudie hii. Sikiliza. Na huyo wa 6 akamimina kitasa chake juu ya yule mto mkubwa Frati, ambapo walifunga wale malaika sawa waliofanya mchezo na wanadamu, wakazaa manefili na majitu. Maji yake yakakauka. Sema ili njia itengenezwe kwa wafalme watakao katika mawio ya jua. Hebu nisome Kiingereza changu nikupe tafsiri ya ndani kuhusu hayo mawio ya jua. 16 mstari wa 12. Nataka nitoe tafsiri kulingana na Kiingereza nikuonyeshe. 16:12 inasema, then the 6th angel emptied his bowl on the mighty river Euphrates, and its water was dried up to make ready the road for the coming of the kings of the east from the rising sun. Hapa anasema ni wafalme watokao mashariki. Sio kwenye jua tu. Sawa? Mashariki ni wapi? Haleluya. Mashariki ni wapi? Hasemi mashariki ya kati, anazungumzia mashariki ya dunia. Yaani kote kunakoitwa mashariki. Kuna wafalme wanaotawala ambao watakuwa na nguvu sana duniani. Na watatawala hata sasa hivi mpaka wameanza kutawala. Sawa? Wanatawala katika enzi za dini, wanatawala pia katika serikali. Sasa anasema kuna wafalme ambao watatokea kipindi hicho ambacho kutakuwa na dhiki kuu. Na wengine wao watakuwa kwenye utawala wa mpinga Kristo. Anasema watatokea kipindi hicho, lakini anasema kwamba akaona pia roho 3 za uchafu zinazofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka. Ndio maana sikiliza vizuri. Watumishi wote bandia ni wachungaji, manabii, ni mitume na wainjilisti, ni walimu wanaokwenda kusujudia waganga wa kienyeji, ufalme wa giza, kuzimu. Wanaenda kujiunga na mitandao ya Freemasonic au chochote kile. Wanapokwenda kule wanapewa roho za vyura. Sikiliza, katika siri
kwa sababu haijaonekana wazi leo. Sawa, wanapewa zile roho na zinaweza kutenda miujiza katika ulimwengu huu. Wanapewa kwa sababu gani? Joka ana uwezo wa kuwapa watu roho za kufanya miujiza. Kuna mtu analala kule nyuma. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maana ameelewa hapo anazungumzia. Anasema zikitoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo, na ndio watakaofanya kazi katika yule roho ya mpinga Kristo, na watafanya kazi pia na yule roho wa unabii wa nini? Wa uongo. Na huyo nabii wa uongo atafanya kazi, nitakwambia. Bwana Yesu asifiwe. Atafanya kazi kipindi kile ambacho tayari kanisa limefanya nini? Limeondoka. Ataanza kutabiri na kufanya miujiza na kushusha moto. Nafikiri tulisoma, si ndio? Ashusha moto mchana, kwenye mikutano yake atakuwa anashusha mpaka moto na unawaka wazi wazi. Sasa katika kipindi hicho wanasema kama atakuwa anafanya kazi chini ya roho ya vyura zinazotoka kwa joka. Maana yake joka atakuwa anaweza kutema zile roho kama vyura, zinakwenda kufanya miujiza. Ndio maana nimekuambia katika kizazi tunachoishi sio vizuri sana kusujudia miujiza bila kujua hii miujiza inatoka wapi. Haleluya. Umesikia hiyo? Sio vizuri sana kushabikia amekuja mhubiri mjini, hivyo anafanya miujiza na ishara. Hiyo sio hoja. Hebu mfuatilie anafundisha nini. Fuatilia mafundisho yake kama yanaegemea utakatifu na njia za Mungu. Ukiona sio, kimbia mapema. Kwa sababu roho za vyura zinafanya kazi katika siri. Ile siri ya mpinga Kristo inafanya kazi mpaka sasa. Ile roho itawapa watu uwezo kufanya nini? Kufanya miujiza. Na miujiza hiyo itakuwa ni mikubwa hata kuliko miujiza ya kawaida. Kwa sababu gani? Atakuwa amepewa uwezo na joka kuwafanya watu, kudanganya watu wa mataifa. Haleluya. Mwanzo si hivyo, unaweza kuandika kwamba wakati wa dhiki kuu kutakuwa na roho za vyura kutoka kwa joka zitakazoweza kutenda kazi pamoja na mpinga Kristo na manabii wa uongo katika habari, na nabii wa uongo katika habari ya kufanya ishara na miujiza. Haleluya. Hawa wafalme wanaotajwa katika sura ya mstari wa 14, hizi ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Kuna siri ambayo imefichwa hapa nikwambie. Unajua siku hizi ukitaka kuwakamata wafalme unafanya miujiza. Unaelewa? Unaelewa? Unasikia vizuri? Manabii wote ambao hata wafanye kazi katika njia ya Mungu wanaoweza watawala wa nchi kupitia miujiza. Sawa? Kama mfano viongozi wa Tanzania walikuwa wanakwenda Nigeria, si ndio? Wanakwenda Nigeria kwa sababu wanataka nini? Kuona mtu mwenye miujiza. Hawaendi kumuona mtu kwa sababu ni mtu, ni mtumishi wa Mungu. Kama ni watumishi wa Mungu wako Tanzania, sawa, wangeenda kwao. Lakini wanatafuta mtu mwenye miujiza ili waende. Na ndio maana hii roho inafanya kazi pamoja na wafalme. Inatawala ili kuweza kuwapotosha watu kuiacha njia ya uzima. Hii umeelewa kweli? Umenisikia kweli? Kwa sababu kama ni watumishi wapo, kwa nini mtu atoke Tanzania kwenda kutafuta manabii Nigeria? Umesikia hiyo? Anakwenda kwa kuvuta na miujiza yake. Kwamba kwa sababu naona kuna utendaji wa nini? Wa miujiza. Likumbuke hilo. Anasema aliposema, anasema kama kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mwenyezi Mungu. Mungu Mwenyezi, tazama naja kama mwivi. Heri akesaye na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi hata watu wakaiona aibu yake. Niulize swali, hilo andiko limeandikwa kwa watakatifu wapi? Alafu nataka uchambue maandiko vizuri. Soma Biblia. Hilo andiko heri. Kwa sababu wakati huo hakuna mtu anayeingia mbinguni kwa watu wa mataifa. Kanisa limenyakuliwa, liko kwenye harusi. Wamebaki tu Waisraeli na wanaotiwa muhuri 144,000. Sasa ina maana anaposema heri anazungumzia lile kundi litakalochaguliwa la wateule kutoka kabila la Israeli. Haihusu watu wa mataifa. Na ndio maana hii ikisoma ukasema unajua wakati huo kutokana na watu wamebaki hawatapigwa chapa, sasa heri wao, uongo. Inahusu tu watu wa kabila la Israeli ambao watatiwa muhuri 144,000, ile sura ya 7 ya Ufunuo. Hawa ndio wanasema kwamba tazama naja kama mwivi.
heri akesaye na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi hata watu wakaiona aibu yake. Wakakusanywa, anasema wakawakusanya hata mahali paitwapo kwa Kiebrania Harmagedon. Haleluya. Hivyo vita vya Harmagedon vitafanyika wakati gani? Baada ya dhiki kuu, miaka 7 ikiisha. Sawa sawa? Atakuja kutawala miaka mingapi? 1000. Sawa sawa? Baada ya miaka 1000, shetani atafunguliwa kwa muda mdogo, awadanganya watu kwa mara ya mwisho, naye atawakusanya vita, anaitwa Gog na Magog. Inaitwa mahali panaitwa Harmagedon. Itakuwa ni bonde la vita. Haleluya. Haifanyiki kwenye dhiki kuu. Dhiki kuu kuna vita vingine tu ambavyo havihusiki. Na ndio wakati wanasema kwamba baada ya kuwa umezingira ile kambi ya watakatifu kupigana na watakatifu, baada ya Yesu kutawala miaka 1000, watakuwa wamezingira ile kambi baada ya udanganyifu wa muda mfupi ili kupigana vita vya Gog na Magog. Watakapokuja kuzunguka ule nasema mji mtakatifu na jeshi lake, wanasema kwamba moto kutoka mbinguni utawalamba ghafla, wataisha. Hivyo ya Gog na Magog vinapiganwa eneo linaloitwa Harmagedon. Sasa Magedoni hapa nasema Kiswahili, lakini mimi nilikuwa nasema Kiingereza. Harmagedoni. Sasa hivi vita vitapiganwa baada ya utawala wa miaka 1000 wa Kristo. Unaweza kuandika vita vya Harmagedoni vya mahali panaitwa Harmagedoni. Kwenye mabano unaweza kuandika Gog na Magog. Unaweza kuandika Gog na Magog. Na naomba tafadhali haya masomo uwe makini, uelewe matukio moja baada ya jingine. Sababu haya mambo hayafundishwi hivi. Na wakati mwingine unaweza kushindwa kwamba, unaweza kushangaa kwamba hayafundishi kwa sababu hata watu hawajui matukio yapi yanatokea wakati gani. Marehemu Kulola alikuwa anafundisha nasema vita hivi vya Armageddon. Kila wakati alikuwa anasema Armageddon. Lakini niseme kwamba vita hivi vinatokea baada ya miaka 1000. Atakapofunguliwa shetani muda mfupi, wanasema atawakusanya watu kama mchanga wa bahari. Ufunuo sura 20 hiyo. Atawakusanya watu kama mchanga wa bahari, nao watakuja upande uso juu ya nchi kupigana na kambi la watakatifu. Anasema moto kutoka juu mbinguni utawalamba. Inaitwa vita vya Gog na Magog, mahali paitwapo Kiebrania Harmagedon. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Harmagedoni. Na huyo wa 7 akamimina kisa chake juu ya anga. Sauti kuu ikatoka katika hekalu, katika kile kiti cha enzi, ikasema, imekwisha kuwa. Pakawa na umeme na sauti na radi, na palikuwa na tetemeko la nchi kubwa, ambalo tangu wanadamu kuwapo juu ya nchi hapakuwa namna ile, jinsi lilivyokuwa kubwa tetemeko hilo. Na mji ule mkuu ukagawanyikana mafungu matatu, na miji ya mataifa ikaanguka. Na Babeli, nasikia Babylon, sawa sawa, ikaanguka huko Iran na Iraq, Hong Kong, Dubai, zote zitaanguka hizi. Sema na Babeli ule mkuu, yani ukisikia Babeli ni miji yote mikubwa ya biashara. Taja Pele. Hii sio fanya biashara. Pili Hong Kong. 3 Japan ni nchi. Tajeni miji. Historia, wana historia mko wapi? Miji mikubwa ya biashara. Naomba wanaosoma historia mikono juu. Mliosoma au mnasoma mikono juu. Tawafumua mikono juu. Civics, mnaosoma civics. Civilization ya vitu amna hivi tu. Nimewagundua nini? Kama ndio wanamko rohoni alafu mnafeli sasa. Haleluya. Haleluya. Babeli mkuu. Miji yote ya biashara ya Mashariki ya Kati. Sawa? Yote itahusika kwenye hapa. Dubai ni moja wapo. Unaona kila chombo kinachotoka Dubai wamechora nyota na nini? Na mwezi. Sawa? Mwezi, sawa? Mashariki ya Kati. Kati ya viwanda vikubwa vya biashara ni hiyo. Sasa kati ya miji itakayoanguka Dubai itakuwemo. Sasa nasema Babeli Babeli mkuu kumbukwa mbele za Mungu, kupewa kikombe cha mvinyo
ya ghadhabu ya hasira yake. Kwa nini Babeli mkuu ikumbukwe mbele za Mungu eti nayo itapewa hasira yake? Mnaelewa hivi? Vimini havianzani kuvaliwa kijijini. Vinaanzia kwenye miji mikuu ya biashara dunia nzima. Watu unasikia mikanda si ya X pornografia, huwa haianzi kwenye vijiji. Inaanza kwenye miji mikubwa ya biashara, Hong Kong, Dubai, Vietnam. Hiyo ndio miji ambayo inahusika na biashara. Sasa kabla kitu chochote kichafu kije katika vijiji vya Tanzania, lazima vianze kwenye miji ya biashara, viende kwenye mitandao ya habari, TV, televisheni. Watu wakishaangalia wanaanza kufanya. Lakini vitu hivi vinaanzia kwenye miji ya biashara. Hivyo inabidi Mungu, alafu ile somo la jana, inabidi Mungu ataikumbuka hiyo miji kuipa ghadhabu yao na hasira yake, kwa sababu ndio walipotosha mataifa. Sawa? Hii Miss Tanzania haikuanzia Tanzania, imeanzia kwenye miji ya biashara Dubai huko. Sawa? Nakuta mtu katana nguo kutoka huku yote mpaka huku, ndio Miss. Tembea mbele zote nakata fanya hivi. Unauliza na wanaume wamejaa huku na huku ukumbi, wanashangilia. Imeanzia Dubai, haikuanzia hapa. Au imekatwa hivi kutoka huku hivi, imekatwa hivi. Huku hakuna nguo, ni mkanda tu. Mara nyingi nyekundu, papo, vitu kama hivi. Mbele za watu, anatembea mpaka kule, anazunguka hivi, anatoka. Hii haianzi vijijini. Hivyo kwa sababu ndio walipotosha mataifa, na ndiko kulianzia ushoga, ulawiti. Haya mambo yanaanzia kule. Ushoga, ulawiti, usagaji vinaanzia huko. Anasema sasa Mungu ataikumbuka Babeli katika hasira yake. Sasa hivi acha watesa wenzangu, vilabu havikuanzia huku kwetu. Sawa? Vimeanzia huko. Alafu vinakuja tunaanza kunywa vodka, sijui viroba vya namna yote, tunaanza kunywa sisi huko. Lakini vilianza katika majengo makubwa ya biashara, na huko ndiko anakokaa roho ya kahaba, Ufunuo 17. Sasa Mungu ataikumbuka hiyo miji. Haya mavazi unaona transparent, anaonyesha mwanamke uchi mpaka kule. Kimwangalia huku naona mpaka kule. Haya mavazi hayakuanzia hapo, yameanzia huko kwenye uharibifu. Sasa katika habari za Mungu, inabidi Mungu aikumbuke Babeli. Hata aikumbuka kuisamehe, ataikumbuka kuiharibu. Sasa atamwaga hasira yake juu ya Babeli. Manake Mungu atakumbuka, kulikopo na miji kama Hong Kong yenye matatizo haya. Hivyo tunaanza kufanya hivi kwa sababu hivyo Uarabu kule. Haleluya. Hii ajabu sana. Anasema hivi: kupewa kikombe cha mvinyo ya ghadhabu na hasira yake, vimini. Mikanda ya ajabu hiyo. Juko meanza ukahaba wote duniani, huku jiuza huku kuanzia kule. Watu wanajifunza ufuska kutoka huko, mikanda yote inatengenezwa huko. Vitu vyote vinaona vibaya duniani, mavazi ya ajabu. Kama una binti moja mji wa Mwanza amevaa chandarua kabisa, chandarua. Ilikuwa karibu kule Kemondo. Chandarua kabisa. Kutoka juu mpaka chini. Anapita mjini, wacha wanaume wafuate. Watu wakafuata kweli. Paka wanataka waongee tu na yeye. Amevaa chandarua. Hii imetoka Dubai kule. Kwenye mazingira kule walipoona kwenye runinga. Ofra, mnaiona? Mnaisikia? Ofra, wakaangalia. Kule wanashinanisha mpaka mambo ya girlfriend boyfriend. Hamjaona kipindi? Wanaanza kushinanisha mambo ya boyfriend girlfriend. Huyu amekuja, huyu unatoa maoni kuhusu mambo haya. Hivyo vipindi vyote vimeanzia kwenye ushetani. Na anaye hapa. Sasa kutoka kule ataanza kukumbuka hiyo miji. Hivyo katika dhiki kuu ataiangamiza miji yote mikubwa ya biashara duniani. Unaweza kuandika hivi: miji yote ya biashara pamoja na miji mikuu ya nchi mbalimbali itapigwa kweli kweli. Kila kisiwa kikakimbia, wala milima haikuonekana tena. Kumbuka jana mjafika hapo. Na mvua ya mawe kubwa sana, ya mawe mazito kama talanta. Talanta ni 1500, sio 1500 ya noti. Ni 1500 ile mabingili, sio unaitoa nini? Sarafu. Hivyo unaweza kukusanya sarafu wakisha imefika 1500 alafu upime uzito wake. Ndio atakuwa mawe ya mvua kipindi hicho. Hivyo ikikupata moja kule nje hapa katikati, lazima ukae chini kwanza.
Ufikirie, limetoka juu na gravity yote na uzito kutoka angani, linashuka katikati hapa, inabidi ukae chini. Mungu wangu we, unaanza kulia. Ukikaa vibaya linapiga lingine. Yaani yakikunyeshea ukiwa njiani ujue utafika nyumbani. Nataka niulize, hivi nini 5,000 sarafu huwa ni nzito au sio nzito? Yakikupiga kutoka juu na uzito unaotoka juu, salama eh? Hivyo itakuwa ndio mvua ya wakati huu. Hivyo kama una katoto ulikuwa unapita nako njiani, kakaptandikwa jiwe moja, sidani kama katabaki. Kanaishia hapo unakatupa hapo. Anasema kwamba kila wanadamu wakamtukana Mungu kwa sababu ya lile pigo la mvua ya mawe. Na nafikiri hata hii kija kwenye bati ambalo sio laini, sio zuri, lazima itoboe. Kishuka kwenye bati ambalo haya mabati ya ajabu ajabu inapitiliza mpaka ndani. Na kama ni nyasi je? Nyumba za Wasukuma huku. Hatari. Ikishuka jiwe moja linatoboka. Alafu inakupata hapo umelala. Ulikuwa umevizia kwamba ni usingizi, utaamka tu. Sema kwa maana pigo lake likubwa mno. Bikikuu. Ya jitahidi uingie kwenye unyakuo. Inabidi tu tushinde dhambi, hakuna njia nyingine. Inabidi tuishi maisha matakatifu. Mwambie mwenzako hakuna njia. Ni utakatifu tu. Hatuna haja mambo ya dunia hii. Yaani hapa hamna njia, yaani bila hapo mvua itakayonyesha. Mimi na mashaka. Jiwe lina 5,000 sarafu. Hapo linashuka juu ya, maana kipindi kile anaposema talanta kipindi kile cha wakati wa kale hakukuwa na noti. Ni sarafu. Zinahesabiwa zinakuwa 5,000. Ukizipima sidhani kama zinapungua robo kilo. Sindio? Zile sarafu peke yake. Zinazidi, sindio? Unaweza kufika nusu kilo. Hata kilo 2. Mungu wangu we. Sasa fikiria jiwe kilo 2 linatoka kutoka juu. Alafu ulikuwa umechelewa kutoka dukani. Na kwenda kumbuka ulikwenda kununua kwa chapa. Lazima umepigwa huku na huku. Alafu umekwenda kununua. Alafu unarudi mvua inanyesha. Alafu ninakupata jiwe kilo 2. Bila shaka unaweza kaondoka duniani. Sasa haya ndio mateso yatakayokupa wakati wa dhiki kuu. Na wachungaji watakuwa wamebaki na maaskofu na washirika nao pia siku hiyo wanapitia hayo. Nimegundua ndio maana kanisa halina hofu, halifundishi vitu hivi. Ndio watu kuishi anavyotaka. Yaani mtu anaamua kuishi njia ambayo anajua hii inaenda jehanamu na anajua kabisa. Lakini hakuna anayemfundisha ili ageuke. Ndio maana vitu hivi havifundishwi, havielezwi. Kinyume chake ukifundisha unakwambia unatisha watu, si ndio? Ni mafundisho ya kutisha watu. Mawe ya mvua yatashuka. Kumbuka majipu sawa? Jua linaunguza watu. Alafu kuna mawe ya mvua. Yote inafanyika wakati mmoja. Soma hilo. Tuendelee kusoma. Ufunuo 14:9 hadi 11. Na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awa yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji. Hasira itakayokuwepo wakati wa dhiki kuu ni hasira isiyochanganywa. Eti kuna rehema, kwa sababu hakuna rehema na toba. Hivyo kipindi hicho ghadhabu itakayokuwepo anasema ni ghadhabu isiyochanganywa na maji. Akianza kupiga anapiga jumla. Kwa sababu hakuna wa kuokoa. Haleluya. Haleluya. Nataka ujifunze kitu kimoja. Niulize swali alafu uelewe. Kuna sura ya Mungu ambayo kanisa halijajifunza. Ndio maana kanisa linacheza. Huyo ni Mungu aliyemuumba mwanadamu kwa mfano wa sura yake. Akampa uhai, akaanza kuishi pumzi. Mwanadamu ameishi, ameletewa wokovu ili aokolewe. Akashindwa kuifuata njia ya wokovu. Inapofika kwenye dhiki kuu, Mungu ameshalichukua kanisa, anachogeuka kukifanya ni kuwaharibu na kuwatesa wanadamu. Mungu yule ambaye tunajua ni Mungu wa rehema na neema, anaruhusu haya yafanyike. Je, huyu Mungu tunayemtaja ni kweli ni wa rehema na neema? Nataka nisikie. Tuambizane.
hawezekanaje Mungu aruhusu watu kupigwa hivi? Aliwaumba, ahalalisha wapigwe na majipu na vitu. Alafu anasema hasira yake Mungu wakati wa dhiki kuu itakuwa haijachanganywa chochote, itakuwa full. Yaani inakuja nzima nzima bila kuchanganywa na maji. Huyu Mungu tunayemwabudu ni Mungu wa rehema au sio wa rehema? Nataka jibu, msinyamaze. Tuko darasani. Ni Mungu wa rehema na neema au sio? Ni huyo huyo. Aha, ina maana rehema zake zina mipaka. Zimefika? Yes. Zikisafika mwisho anasema kilichobaki ni kupiga. Nakumbuka taifa la Kenya. Alituma kwetu nabii wa Bwana 2003. Akaanza kutuambia mtamwaga damu, mtapigwa. Tukaenda tunamcheka. Umesoma umechanganyikiwa wewe. Elimu nyingi. Muona upawa wako sina nini. Watu wakaongea vitu vingi kweli. Akaendelea kuhubiri 2004, 5, 6. Ilipofika 2006 mwezi katikati ya mwaka 2006 akaenda kwenye kituo cha redio na kwanza tena kwenye kituo cha TV. Akachukua maji kwenye kikombe. Yamejaa. Pomoni kabisa. Akawa anamwaga, akachukua akaanza kumwaga chini. Sasa waandishi wa habari wakamuuliza, "Kwa nini unamwaga maji chini?" Kumbuka ni kwenye vyombo vya habari. Akawaambia, "Sasa hasira ya Bwana juu ya taifa hili imemwagika. Maana rehema zake zimefika mwisho. Nimeshawaambia miaka 5 imepita, 7 hii sasa. Hawageuki. Sasa naenda kuwapiga." Akaenda kwenye kituo cha redio tena akatangaza. Akasema, "Kenya, Mungu ameniambia, mmekataa kutubu. Sasa kitakachofuata, jiandaeni kwa ajili ya hukumu." Hapa akasema shalom, kipindi kikafunga. 2006 wakaandaa mikutano ya Injili. Walipoandaa mikutano ya toba, akawaambia mtengeneze madhabahu, alafu mtu asisimame kwenye madhabahu. Mtaomba tu, mtaabudu, mtaimba, mtaenda nyumbani. Hakuna wakuhubiri kwenye madhabahu, maana ujumbe wameukataa. Rehema zimefungwa. Mungu tunayemchezea eti kwamba ni wa rehema na neema, sijui. Na akafunga mlango. Tangu 2006 mtikisiko ukaanza nchi nzima. Watu wakaanza kubakwa, vitu vinaanza kutokea vya ajabu, watu wanaingia nyumbani wanachinja watu, vitu vikaanza kutokea ambavyo havikustahili. Na sio hivyo tu, watu wakaanza kuungana kwenda maporini kuandaa njia kwa ajili ya vita. Hakuna mtu aliyewaambia na kupigana, lakini wanakwenda maporini, wanafanya kafara, wanatoa kafara za mbuzi na nini ili waende kupigana vita. Ilipofika 2007 vita vikapigana katika nchi yake. Mungu tunayemwabudu ni wa rehema na neema. Lakini tukimfanya mzaha na mchezo, rehema zake zina kikomo. Hiyo ndio injili kanisa halifundishwi. Ndio maana halina hofu juu ya mambo ya Mungu. Ndio maana tunapigana juu ya utakatifu. Tunasukumana. Ndio maana mpaka watumishi wa Mungu na hubiri ujumbe hawaelewi inasema nini kwa habari ya kanisa. Ni kwa sababu Mungu aliyehubiriwa walimhubiri kinyume. Kuna maandiko yanasema walioonja karama za ufalme na nguvu zijazo, sawa, wakitenda dhambi na wakawezwa kabisa, wakashindwa tena, anasema haibaki dhabihu kwa ajili yao. Huyu Mungu tunayesema ni wa rehema, kipindi hiki anapiga watu na kuua. Na ataruhusu kabisa wao waliobaki wote watakuwa wanapitia mateso, na wengine wanakufa na wengine wanasubiri jehanamu. Ina maana Mungu tunayemwabudu anataka tumuogope, tumheshimu, na tujue kwamba rehema zake zinafika mwisho. Umeipata hiyo? Umeipata hiyo? Si unanizungumzia? Anasema ghadhabu haitachanganywa na chochote. Kama amemwaga maji ya moto, yani akimwaga ndio hivyo yametoka. Hata sema yapozeni. Haleluya. Toa vitu kwenye kiti, toa vitu kwenye kiti. Yapozeni. Hakuna kupozwa. Hata siku hizi anasema waache tu mabinti watabadilika taratibu kanisani. Si ndio? Watabadilika taratibu. Wanaendelea kutuonyesha miguu yao uchi kanisani. Watabadilika tu. Mwache tu. Huyo naye kachukua mke wa mtu. Mwache tu. Tumeshamwambia kweli. Wewe mwache aendelee tu kuendelea kwenye ibada. Mungu atampa neema. Hivyo tu.
Na je, neema ya Mungu ikifika mwisho? Na je, kama wewe ni mchungaji ukampotosha mtu hivyo alafu Mungu akafunga neema juu yako, baada ya kumfungia huyo akakufunga. Je, akufungia wewe alafu wewe akaingia? Sikiliza haya. Ndio maana Mungu amefundishwa kwa njia laini. Ni wa rehema na neema, anapenda watu, anapenda watu. Watu hawaambii kwamba mkienda kinyume anaweza kufika kama akawakataa. Alimkataa Sauli. Alimkataa Eli. Aliwakataa nabii na akawaua. Akashusha moto, wako kwenye ibada wanaabudu. Wanasema wakachukua vyetezo, wakatoa moto wa kigeni, wakauasha mbele za Mungu. Mungu akashuka kama anavyoshuka siku zote. Akaja, wanaona anakuja. Wingu hilo hapo, wakaanza kufurahi. Alipofika akawanyanyua, akatupa chini wote wakafa wawili. Wote wa Haruni. Taua. Na Musa akaambiwa, mwambie Haruni na watumishi wake wasiende kwenye mazishi ya watu wao, wasiende. Watu wako wamekufa, Mungu anakuambia usiende mazishi. Ambia wasiende, nimeua mimi. Nitaogopa katika mataifa. Mungu anaogopa, anaheshimiwa. Huyo Mungu hajafundishwa kanisani. Ndio maana watu wanafikiri tu kila kitu kinakwenda hivyo. Kuna wakati Mungu atafunga mlango wa neema. Na akiufunga, kinachofuata ni ghadhabu isiyochanganywa na maji. Haleluya. Yeye tunafaa kujitahidi kutengeneza maisha yetu sasa. Sawa? Njia zetu sasa. Mambo yetu sasa. Tukae na Mungu. Kwa sababu kuna wakati hasa itakuja hataweza kuistahimili. Anasema mstari unaofuata. Mstari wa ngapi? 14 mstari wa 9, nimesoma mstari. Anasema katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. Sasa niulize, anapoteswa kwa moto usiozimika, sema kwa moto na kiberiti, ni wapi? Haleluya. Mwana kondoo hayuko jehanamu. Mbele za mwana kondoo na malaika na mbele za watakatifu. Hiyo ni maana gani? Sawa, ni jehanamu, sawa. Lakini anapozungumzia hivyo anasema kwa ushahidi. Yaani mwana kondoo atashuhudia, watakatifu watashuhudia na malaika watakatifu watashuhudia kwamba hao wanaunguzwa. Sawa? Nasikia vizuri? Ina maana nasi tutaweza kuhisi mateso yaliyoko jehanamu japo tuko mbinguni. Ndio maana yake. Nilisikia kama saa 6 hivi. Moto ulilipuka kama bomu. Nilisikia kwa mbali. Maana unajua tutakuwa kama malaika, sawa? Unajua ukiwa kama malaika unaweza kusikia kinachoendelea kokote kule. Sawa? Sio kama ulivyokuwa sasa hivi. Hivyo tutakuwa na uwezo wa kujua kinachoendelea, hisia zetu na ufahamu wetu. Kwamba walikoenda ndugu zetu wale. Hacha kabisa, hatari ipo. Nilisikia saa 6 hivi moto umelipuka kama bomu. Maana viberiti na moto vinalipuka na kuyeyuka hivi, vinakuwa vinazunguka. Ni moto nao kwenda kama mawimbi. Anasema kipindi hiki. Anasema na moshi wa maumivu yao utapanda juu. Hiyo inazungumzia habari ya kuzimu. Sawa? Hata milele na milele, jehanamu hiyo. Wala hawana raha mchana wala usiku. Hao wamsujudio huyo mnyama na sanamu yake, na kila aipokea chapa ya jina lake. Hapo ndipo penye subira ya watakatifu, hao wasikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Akina nani hao sasa? Kwa ujasiri jamani, mseme kwa ujasiri. Nani hao? Sio Waisraeli wote bwana. Wateule kutoka kabila la Israeli, na unaongeza 144,000. Hao ndio subira ya watakatifu hao. Sawa? Ndio subira yao. Maana yake wapite kwenye mchujo vizuri kwenye dhiki kuu, watokeze ng'ambo ya pili wakubaliwe. Na kumbuka hao, sasa sikiliza hivi, watakaokuwa Waisraeli watakaopita kwenye dhiki kuu, eti si kwamba watanyakuliwa. Sasa waelewe kinachotokea. Sawa? Hawatanyakuliwa mpaka Yesu arudi ile mara ya pili. Akirudi wataenda Yerusalemu kama tunavyoenda kwa miguu.
Hivyo unyakuo ni nzuri zaidi kwa sababu tutapaa. Wale mpaka aje. Yesu, siku ulipotuma kijana tukasema mtoto wa seremala, tusamee sisi wa Israeli. Tumekubali. Yaani tumepita. Yesu, ungejua tumepita huku miaka 7. Sasa watakuwa wanaingia kwa majuto makali. Alafu hawanyakuliwi, wanaingia Yerusalemu kwanza. Yaani kwenye makao mkuu ya ibada duniani. Wakisha ingia ndio wanahama kwenda juu. Hii tamu. Haleluya. Luka, Yeremia 3:7. Naomba mtu anisomee. Dhiki kuu. Yeremia 3:7. Mtasoma. Au bado mnatafuta Yeremia iko? Nami nalisema baada ya yeye kuyatenda hayo yote, atanirudia mimi na kurudi na dada yake. Yuda mwenye hiana akayaona hayo. Asante. Barikiwe sana. Umesikia hii? Yaani nami nikafikiri kwa kumpiga hivi atarudi. Anazungumzia wakati wa dhiki kuu. Hakuna anayetubu. Ukipigwa unainua mdomo kama mbwa. Unaanza kutukana. Wewe Mungu haustahili wewe. Wewe wa ovyo kweli. Unaniunguza hivi tu. Uliniumba uniue. Unaanza kumtukana Mungu. Wakati hakuna neema, hakuna msamaha, hakuna chochote. Unaona sasa? Sasa hapa anazungumzia habari ya kipindi cha dhiki kuu. Hakuna maombi ya toba, hakuna rehema, hakuna msamaha. Na kila atakayepigwa hataomba rehema, ila atamtukana nani? Mungu wa Israeli. Twende. Mathayo 24:21 hadi 22. Oh my God Almighty. Soma aliyepata. Kwa kuwa wakati huo wapo dhiki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa. Wala haitakuwapo kamwe. Na kama siku hizo zisingalifupizwa, asingeokoka mtu yeyote. Lakini kwa ajili ya wateule zitafupizwa siku hizo. Amen. Umesikia hiyo? Bado swali ni hili. Anasema hapata kwa na dhiki, patakuwa na dhiki ambayo haijakuwepo tangu kuwepo kwa taifa lolote. Lakini anasema kwamba lakini kwa ajili ya wateule zitafupizwa. Sipofupizwa, yani asingeokoka hata mtu mmoja. Anazungumzia kina nani? Ongea vizuri Kiswahili, sio unakula mayai. Rudia Sema sasa, mbona nimesema alafu umeyuka. Sema ni nani? Watakaotiwa nini? Muhuri. 144,000. Zisipofupizwa hata hao hawapatikani. Mateso haya nani hapatikani? Wengine wanaweza wakafa. Sasa anasema kama siku hizo zisingefupizwa, yani kubanwa. Kwa maana yake sisi tunajua ni miaka 7. Sawa Lakini kwa sababu ya hawa wateule hawa wa Israeli, yawezekana sio kwamba haitakuwa miaka 7, anaweza kupisha masaa. Omba siku ikawa masaa 3 basi. Ikawa bila inakupisha masaa 3 ili angalau kunusuru hawa watu. Maana haya mateso sio unafikiri hapa kuna kuingia mbinguni kwa staili. Umeenda dukani ukirudi mvua hiyo mawe. Ukienda hapa jua nayo linawaka. Unaunguzwa. Damu mito inakuwa damu bahari. Hakuna kuogelea, hakuna kuchota maji kisimani. Unakunywa nini? Kama juice imeisha madukani. Inakuwaje sasa? Yaani haya maisha hata mtu kuokolewa ni tatizo. Sasa anasema kama hizi siku haziwezi kupupizwa, hata wale wateule, yani ni vigumu. Anasema inafupizwa kwa sababu ya hawa wateule angalau wapate kuingia kwenye nini? Kwenye uzima. La sivyo hata wateule wasipatikane. Lakini kuna wasabato wanafundisha na kuna watu wanafundisha kwamba dhiki kuu itatupata hapa. Hivyo hizo siku zitafupishwa ili tusife wote sisi. Unyakuo umekaribia, twende nyumbani. Tukishaenda haya mengine yaendelee, maana hatuhusiki na hayo. Hivi jamani, wewe hata wewe umeenda shambani. Sawa? Unaweza kulima mpaka shamba la jirani?
Tunalima koko unamaliza unaondoka. Sasa wewe usike na shamba lako kunyakuo. Usihusike na mambo ya dhiki kuu. Yaani usije ukajidanganya. Mimi nitasema na Adamu, nitaendelea kujidanganya kwenye wokovu, alafu dhiki kuu ikianza mimi naingia kwenye toba. Fanya mambo yako sasa, tengeneza njia za Mungu sasa. Maana dhiki kuu haina msamaha kwa mtu. Hata kwa Waisraeli itakuwa vigumu. Alafu sikilize, kwa kuwa ametaja atawatia muhuri 144,000. Ina maana hata mateso yakiwepo, basi atakaowatia muhuri atawapa neema ya kustahimili. Hapo sasa unataka uelewe. Lakini ukifanya mchezo wewe ukaingia mtu wa mataifa kwenye dhiki kuu, utaona. Utamuita baba yako siku ya hata kuwepo. Haleluya. Mwana asifi. Wataanza kudanganya. Alituambia tuchore ishara sasa. Alikuwa anatuambia tuchore. Tulichora kweli. Yaani Mungu hukuona kabisa nilichora mpaka. Acha. Ndio maana akitokea tu hapa namvamia kwenye ibada. Namrudishia hapo. Bonga hapo. Anaenda anatengeneza. Sawa eh? Na akienda abando kisimuna tena. Ameenda tu akageuza na familia yote akaja. Amebaki mmoja. Naye akija tu akikaa na narudi natupa. Nikishatupa anageukia hapa. Hageuzi. Akija mwingine naye akienda anawaambia, "Yeye ndio style." Unyaku. Kwa sababu dhiki kuu hatuhusiki. Na hakuna atakayeweza kustahimili dhiki kuu, hayupo. Na maandiko yanaonyesha hata ule muda usipofupizwa itakuwa tatizo kwa watakaobaki wateule. Tujitahidi kuishi maisha matakatifu. Na ndio maana hatuwezi kudanganya mtu, kuruhusu mtu aje kudanganya kwenye mafundisho hapa ndani. Haturuhusu udanganyifu. Mtu akija ni askofu wa wapi, ni askofu wa mkuu kama wapo. Akaja kufundisha vitu visivyo. Tunamwangalia. Tunaigeuza. Hatukubali kudanganya. Kwa sababu hatutaki kuingia kwenye dhiki kuu. Tunataka tuingie kwenye njia. Anasema, na aliposema kwamba ingieni kupitia mlango ulio nyembamba, njia imesonga, alikuwa na maana ingieni kupitia unyakuo. Sawa? Ingieni kupitia nini? Unyakuo. Alafu kuna ulemavu niligundua. Wakati nimehubiri redioni, nilipata message moja nikagundua wahubiri wengi wanafundisha kuja kwa Yesu mara ya pili. Hawafundishi unyakuo. Umeelewa? Wanasema kuja kwa Yesu mara, lakini kuja kwa Yesu mara ya pili kuna hadi ya dhiki kuu. Unyakuo unakuja dhiki inapoanza. Sasa watu wengi wanajua kuna kuja kwa Yesu mara ya pili, hawajui habari za unyakuo. Ndio maana hawaliandai kanisa kwa habari ya unyakuo. Ndio maana inabidi Mungu atume watu kuliambia kanisa. Nani ameelewa hapo? Umeelewa vizuri? Ndio maana hawafundishi unyakuo, rapture. Kwa sababu wanaelewa kwamba kuna kuja kwa Yesu mara ya pili. Wakati kuja kwa Yesu mara ya pili haji kuokoa, ni kuhukumu. Kanisa linafaa kuendelea kwa ajili ya kunyakua, kuondoka, kupaa. Twende Ufunuo 7:14. Nikamwambia, Bwana wangu, wajua wewe. Akaniambia, hao ndio wanatoka katika dhiki ile iliyokuu, nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwanakondoo. Umesikia vizuri? Kuna watu watakata vichwa wakati wa dhiki kuu. Na watakaokatwa vichwa katika dhiki kuu sio watu wa mataifa, hawana kibali watu wa mataifa tena. Yaani maana yake hao watu wa Ulaya, watu wa Afrika, sawa? Watakaobaki ni Waisraeli tu na nafasi. Lakini katika dhiki kuu kuna wengine watateswa kiwango kwamba watakataa kupigwa ile chapa, sawa? Watapigwa muhuri yule wa Mungu, kisha watakatwa nini? Vichwa. Sasa wakati ambapo watu watakuwa kusanywa kuingia kwenye uzima, na hawa nao Yohana akaonyeshwa watakavyokuwa wanafanana. Anasema kwamba nikamwambia Bwana wangu, wajua wewe. Akaniambia hao ndio wanatoka katika dhiki ile iliyokuu, nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwanakondoo. Katika mateso watapatikana hao watu. Ukiangalia mbele yake imeandikwa 100,000 na ngapi? 100,000 na
say. Sisi mnalala. 100,000 na ngapi? 44,000. Sawa? Ndio wamesema makabila 12 ya Israeli, kabila ya Yuda, Gadi, Ruben, Asheri, Naftali, Manase, Simeoni, Lawi, Isakari, Zabuloni, Yusufu, Benyamini. Ukihesabu 12 mara 12, 144. Anasema akaona hilo kundi, alipoliona Mungu akamwambia, hawa ndio watokao kwenye dhiki kuu duniani. Hakuna mtu wa mataifa, ni wa Israeli pekee yake. Sasa anayesema kwamba watu wa mataifa wataokolewa wakati wa dhiki kuu kwa damu yao, mwalimu wa uongo, nabii wa uongo. Umesikia? Haleluya. Ukipata muda soma hiyo sura yetu utapata tafasiri nzuri zaidi. Kwamba kuna watu ambao watateswa, lakini hawa katika dhiki kuu watapita tu watu 144 waliotiwa mihuri. Na watatoka katika dhiki kuu, akawaona, anasema akaona umati, watu wengi. Akawa anauliza hao ni watu gani? Akaambiwa hawa ni waliotoka kwenye dhiki kuu. Twende Luka 21. 20 hadi 24. Inashangaza sana. Lakini hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, ndipo jueni ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie mlimani, na walio katikati yake wakimbilie nje, na walio katika mashamba wasiuingie, kwa kuwa siku hizo ndizo za mapatilizo, ili yatimizwe yote yaliyoandikwa. Ole wao wenye mimba na wanaonyonyesha katika siku hizo, kwa kuwa kutakuwa na shida nyingi katika nchi, na hasira juu ya taifa hili. Wataanguka kwa ukali wa upanga, nao watatekwa nyara na kuchukuliwa katika mataifa yote. Na Yerusalemu utakanyagwa na mataifa hata majira ya mataifa yatakapotimia. Amen. Nataka nitafasiri mstari hadi mstari. Maana watu walishaambia watu kabisa, heri wale ambao hawatakuwa wana mimba, si vitu gani? Kuna vitu vinahubiriwa. Mtakakuwa na mimba wakati ule, si wanasema ni mimba ya dhambi, wengine ni mimba ya mimba ya duniani, wengine yani watu wanazungumzia mimba za kila aina. Yani utashangaa. Sasa nani anasema kweli? Tunataka Biblia ituambie. Nataka nitaje alafu nikwambie matukio yanavyokaa. Kwa sababu lazima ujue kuna wakati wa kuzaliwa na kufa. Sasa lazima tuseme matukio yamekaaje. Kihistoria ni miaka mingapi hii inafanyika? Anasema, lakini hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, ndipo jueni ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Ina maana itafika mahali ambapo majeshi ya serikali zilizo nzito duniani, ikiwemo Urusi, Ufaransa, Uturuki, sawa? Mataifa yenye nguvu yote duniani pamoja na Amerika wameandaa, na sasa hivi tayari mtandao umeshaanza. Wanaandaa majeshi yao ya kidunia ya vita. Na wamepanga pamoja na Iran na Iraq. Sawa sawa? Wanapangilia kulifuta taifa la Israel duniani. Na ule mpangilio wa kuliandama taifa la Israel katika vita wanasema ni alliance, ni muunganiko wa majeshi ya mataifa mbalimbali. Na wote watalenga kitu kimoja, kwenda kuharibu Yerusalemu na nchi takatifu ya Mungu. Unasikia vizuri? Hivyo vita vinaashiria unyakuo wa kanisa. Kwamba mtakapoona sasa hayo mambo katika mataifa wanaanza kujiandaa, wanafuma mfumo wa vita kwenda kuilenga Israeli, mjue kwamba sasa hivi unapozungumza Obama anawatetea Waislamu sana. Sasa hivi tunazungumza Rais wa Amerika anatetea Waislamu pata shika. Na ile kazi nyuma yake ipo nguvu ya mtendaji wa mpinga Kristo katika kuvamia taifa la Israeli. Na ni kivita dunia nzima, mpaka Urusi wanaandaa majeshi, kwa sababu taifa la Israeli ni katili kwenye vita. Likiamua kupigana na dunia nzima linamaliza. Yaani ni wanaakili za kinamna yake. Wanaotengeneza silaha moja ambayo inaweza kugeuza dunia chini juu, silaha moja tu. Lakini kwa sababu ya kutikia kwa unabii, anasema kutatokea mfungamano, au anasema alliance Kiingereza, kule kushikamana kwa mataifa na majeshi ili kwenda kulivamia taifa la nini? La Israeli. Sasa mtakapoona, na hapa nazungumza kihistoria, tayari hiyo jambo limeanza kutokea. Wanaandaa silaha wakilenga Israeli.
akiongea rais wa Amerika hasemi moja kwa moja, anakuwa anazunguka mlima. Maana wakisema moja kwa moja Mwisraeli akashtuka, wanaondoka wao. Sawa? Na Mungu atawapigania kwa sababu ni taifa lake. Lakini kwa sababu ya kutimiza unabii kwamba hawapata amani tangu walipomkataa Kristo, na amani hawatakuwa naye, hivi lazima itimie unabii wa kukosa amani kabisa. Hivyo watazungukwa, anasema mtakapoona ule mji umezungukwa na majeshi. Sasa hili jeshi linapokuwa linazunguka ule mji, yawezekana ndio unyakuo unatokea, au unyakuo umeshatokea alafu wanaivamia Israeli. Vitu vingapi? Yawezekana ni kabla au baada ya unyakuo vita hivi vitatokea. Hiyo anasema mtakapoona, maana yake baada ya kutengeneza ile jeshi na kuliunga na kulifuma kwamba Israeli, nyinyi mtatokea mashariki, nyinyi magharibi, ndege zenu ziandaeni. Tutakapoona kabisa kanisa limeondoka, sisi tunaingia moja kwa moja, tunalipiatua. Sasa wanaandaa mazingira ya silaha za vita pamoja na mitandao ya vita, lakini vita hivi vinahusika na unyakuo au baada ya unyakuo. Haleluya. Nikikwambia ni kwenye unyakuo nitakuwa nakwambia uongo, kwa sababu hatujui kwamba watatumia muda gani ili kuipiga Israeli. Sasa nikikwambia ni baada ya unyakuo ni sawa pia, kwa sababu hatujui kwamba baada ya unyakuo watajipanga lini ili kupiga nchi. Lakini ujue wataenda kuzunguka mji wa Yerusalemu katika mfungamano wa majeshi ya vita. Urusi nimesema, Amerika imo, Uingereza, Ujerumani, Uturuki, mataifa yote yenye nguvu, Iran, Iraq, wanaouza mafuta duniani, nguvu ya kivita, watakuwa kinyume na taifa hili. Na wameshaandaa mtandao wote kwa sababu ya kulipiga hili taifa. Anasema, haya, nani ameelewa hapo ninachozungumzia? Umeshaelewa? Nilikuwa nataka nitafasiri maandiko baada andiko. Ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani. Sasa kama wakikimbilia milimani, vita vimeanza au havijaanza? Na walio katikati yake wakimbilie nje, na walio katika mashamba uingie. Kwa kuwa siku hizo ndizo mapatilizo, ili yatimizo yote yaliyoandikwa. Ndipo mji huo utakuwa unapatilizwa. Kwa nini unapatilizwa? Kwa sababu haukuweza kupokea wokovu. Israeli haijapokea wokovu mpaka leo. Sawa? Na kati ya wahubiri duniani tu mmoja ambaye ni Israeli ni Benihini, mchotara pia. Kwanza sio Mwisraeli moja kwa moja, mchotara. Sawa? Yaani hakuna wahubiri mpaka wa Israeli ni wachache sana duniani. Hawajawahi kuamini. Wamebaki kwenye dini ya Roman Sabato na dini ya Kiyahudi Judaism. Wamebaki kwenye dini ya asili ya Kiyahudi ambayo ilipinga wokovu mpaka akaangikwa Yesu. Unasikia vizuri? Sasa kwa sababu hiyo itabidi Mungu aje kupatiliza kizazi juu ya Yerusalemu kwa sababu walikataa wokovu. Na kumbuka Yesu alisema, mtaacha ukiwa hadi mtakaposema heri ajaye kwa jina la Bwana. Sawa sawa? Na anaposema hivi ina maana kwamba mpaka atakaporudi mara ya pili. Haya, hii ina maana upatilizo huu utatokea wakati wa dhiki kuu. Nani ameelewa? Nirudie. Nimesema hivi, Waisraeli walikataa wokovu. Yesu akawaambia kabla ya kuangikwa. Ukisoma ile sura ya 12 ya Mathayo, kuna mahali anazungumzia, si 23 nafikiri. Anazungumzia pale mwishoni kwamba ole wenu Yerusalemu, 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 uwawae manabii niliyowatuma kwako. Hakika utabaki ukiwa mpaka utakaposema heri ajaye kwa jina la Bwana. Sawa? Alisema hivyo maana alikuwa amegundua ataingia Yerusalemu watamuua. Watasema auawe, mwizi afunguliwe. Hivyo akatamka laana ya kukosa amani. Na tangu kipindi kile hawana amani. Lakini kuthibitishwa kwa kukosa amani kutatokea wakati wa vita dhidi ya Yerusalemu. Na vita hivi vitakuja ili Mungu kulipiza kisasi kwa kuwa walikataa nini? Walikataa nini? Zakaya, tuko pamoja? Wewe. Haleluya. Sasa kama atakuja kupatiliza kizazi, hawezi kupatiliza hasira yake wakati kanisa lingalipo. Hawezi. Sawa? Haya matukio lazima yaambatane na kutokuwepo kwa watakatifu ili wapitie dhiki kuu. Hivyo dhiki mojawapo ni kwamba ule mji wa Yerusalemu utatekwa wakati huo ambapo dhiki kuu imeshaanza duniani. Haleluya. Na baada ya kutekwa, anasema kwamba anaanza kusema ole wao wenye mimba. Sasa huwezi kusema mimba ya dhambi.
Leo ni leo. Anasema kesho afie mbali. Anasema hivi, ole wao wenye mimba na wanaonyonyesha katika siku hizo. Wakati hakuna malezi ya kiroho, hivyo hakuna kunyonyesha vitu vya kiroho. Anazungumzia hakika haya maisha ya kawaida ya mwanadamu. Kwa sababu kwa kawaida huwezi kukimbia na mimba. Ni normal, ni kawaida. Imefikia miezi 9 alafu huko njiani umekomaa kabisa, unakimbia pita huyo hapo. Wanasema video irekodiwe hapa. Haiwezekani. Anasema ole wao wenye mimba na wanaonyonyesha katika siku hizo, hizo siku za taabu kuu, hizo siku za dhiki kuu. Yani kabla ya unyakuo ulikuwa mjamzito, alafu ukwenda ukabaki. Haleluya. Mbona mzee amen? Hatari. Afadhali unyakuliwa na katoto ukaenda nako. Maana mimi naanza kujiuliza, watakaonyakuliwa wana watoto, hiyo sayansi sijauliza, inabidi muulize Mungu. Watakaonyakuliwa ni wajawazito, watakwenda kuzalia mbinguni au itakuwaje? Hiyo imefichwa. Maana sasa mimi mpaka leo ndio nimegundua. Sasa kuna wengine watanyakuliwa siku hiyo, wanaenda nao au inakuwaje? Maana mbinguni hakuna kuoa, hakuna kuolewa, na hakuna sasa kidogo naanza kupata picha nyingine. Hebu tuiache hiyo, tutamuuliza Bwana Yesu, sawa kule sirini, sawa tutamuuliza hapa, atatuambia. Kwa kuwa kutakuwa na shida nyingi katika nchi. Hasa anaposema shida nyingi, hauoni mtabu kuu, ni dhiki kuu. Hivyo ina maana wakati huu anaposema hivi, hazungumzii mimba za kiroho au mimba za dhambi. Kwa sababu wakati huu hakuna kutubu. Ni matukio ya dhiki, unyakuo, hakuna toba. Hivyo anasema kutakuwa na shida nyingi katika nchi na hasira juu ya taifa hili. Juu ya taifa gani? Israeli. Wakati huo mambo haya kutakuwa na hasira juu ya nini? Taifa la Israeli. Kwani kutakuwa na hasira juu ya lilikataa wokovu, litapita katika mateso. Hivyo Mungu akaruhusu wale majeshi walipiga kabisa, na wataondoa kila kitu katika nyumba ya Mungu. Kila kitu. Alafu itabaki tupu. Alafu sanamu ya mpinga Kristo itawekwa. Umeanza kuelewa? Umeanza kuelewa? Hebu narudia wote, mnaanza kuelewa? Vizuri kabisa. Hapa anasema hivi, wataanguka kwa ukali wa upanga, nao watatekwa nyara na kuchukuliwa katika mataifa yote. Je, ni wakati wa kanisa kuwepo au limeshaondoka? Simeshaondoka hilo. Na Yerusalemu utakanyagwa na mataifa hata majira ya mataifa yatakapotimia. Anaposema na Yerusalemu utakanyagwa na mataifa, ni wakati wa dhiki kuu. Baada ya miaka 7 anasema hivi, na ndipo majira ya mataifa yatakapotimia. Baada ya miaka 7 atarudi Yesu mara ya pili. Na atakaporudi, kitu cha kwanza kabla ya kuangalia watu, ataangalia Yerusalemu ya zamani. Atarejesha amani. Kwa maana muda kutimia, manake dhiki kuu nzima inatimiza hasira ya Bwana juu ya Yerusalemu pia. Lakini atakaporudi atakuja kuipa Yerusalemu amani. Nani ameelewa hapo? Amen. Hivi vita Mungu alinieleza mwaka jana tarehe 12 mwezi wa 7 baada ya mkutano wa Freista. Tarehe ilikuwa tarehe 17 mwezi wa 7 2015. Nilikuwa naomba mchana tu pale kwa mlima. Nilipokuwa ninaomba, ghafla nikasikia nianze kuliombea taifa la Israeli. Nikawa naomba juu ya uchumi wa Israeli, nikaomba juu ya kiroho cha watu wa Israeli, alafu nikaomba juu ya maisha ya taifa la Israeli. Baada kuwa nimeanza kuomba, alinichukua ghafla, yani kama mtu ambaye amechukuliwa kwa kasi tu, nikachukuliwa katika roho, alafu nikapelekwa katika taifa la Israeli. Nilichokiona, niliona wale wanajeshi wamekaa, na katika mfumo walikuwa wamekaa, walikuwa wanaandaa vita. Kuna hizi silaha ambazo zinatupa kombora kwa mbali, yani inaweza kutupa kombora kutoka hapa mpaka mjini, au inaweza kutupa hata mpaka nchi nyingine. Wakawa wanaandaa silaha ambazo zilionekana ni nene sana. Wanaandaa ni kama zinataka kutupa silaha kwenda mbali. Sasa Mungu akaniambia, unaona hawa wanajeshi? Kwa nimewaona. Niambia, hawa ni wanajeshi wa taifa la Israeli na wanaandaa vita. Sasa nikauliza, wanaandaa vita vya aina gani? Sema kwamba wanajiandaa kwa ajili ya vita kwa sababu
mataifa yote ya dunia yenye nguvu za kivita yanakwenda kuandaa silaha na yatakwenda kulikabili taifa la Israeli katika vita. Sasa nikauliza, hii ina maana gani? Ananiambia kwamba vile vita ambavyo nilivyoona vinaandaliwa, ilikuwa mwaka jana hiyo, sema kwamba vinaandaliwa kwa sababu gani? Vita hivi vinahusika na unyakuo wa kanisa la Mungu. Haleluya. Ilikuwa mwaka jana baada ya mkutano wa Fresh kwamba majeshi ya Israeli tayari yameshaanza kuandaa silaha. Hapa tunazungumza kwenye kambi za ndani za Israeli, wanaandaa silaha kwa ajili ya vile vita. Hata kama mtu anajua anaweza akafa kesho, anaandaa tu silaha. Akifa yeye anachukua mtu mwingine anasimamia. Kama unavyoona, amri jeshi akitoka mwingine anaingia mwingine, akitoka rais anaingia mwingine, ili akamilishe utawala. Akaniambia wanaandaa silaha za vita na wanaandaa vita. Kwa vita vya aina gani? Akaniambia wanaandaa vita kwa sababu tayari mataifa yameshaanza kutengeneza mfumo wa umoja. Sawa? Amerika, Urusi wanaanza kutengeneza mfumo. Iran, Iraq wameshaanza kuandaa mfumo wa silaha na vita ambavyo vitakabiliana na taifa la Israel. Na niulize swali, kwa nini wanafanya hivi? Kabla sijaendelea na ujumbe huu, maana nataka nieleze acha niambie moja kwa moja. Kwa nini wanafanya hivi? Kitu cha kwanza, lazima wafanye hivyo kutimiza unabii. They must fulfill prophecy. Watimize unabii kwamba taifa hili litaangamizwa, litapigwa kipindi fulani, litaondolewa amani. Jambo la pili, wanafanya hivi kwa sababu ya taifa hilo kukosa kujua wakati wa kujiliwa kwao. Alipokuja Yesu kwa wokoa, wakasema mwana wa seremala, wakamkataa. Hivyo lazima adhihirishe yeye ndiye Mwokozi. Mataifa wakanyaga ule mji wa uharibu, alafu akija mara ya pili ataurudisha kwenye njia. Sawa? Mnasikia vizuri? Haleluya. Alafu jambo la tatu la siri, hili taifa la Mungu lina nguvu sana. Iwezekanaje taifa dogo lililo katikati ya dunia, eti mataifa Uturuki, Urusi, China wapi waanze kuandaa silaha kulipiga? Kwani wasitume tu taifa moja? Ni taifa lenye nguvu dunia yote. Hivyo linaandaliwa hivyo vitu kwa sababu ni taifa la Mungu, unabii unatimia, ni taifa lenye nguvu. Sasa wakati ninaona, akanieleza kwamba hivi vita vinahusika na unyakuo wa kanisa. Nimesema ilikuwa ni tarehe 12 mwezi wa 7 2015 mwaka jana. Nasema mataifa yenye nguvu yote yatafanya shauri, na yanafanya mpaka sasa, ili kuikabili, kuiharibu Israel na kuiangamiza. Japo hawataiangamiza, lakini wataharibu mpaka ule mji wa ibada hautakuwepo. Haleluya. Amen. Leo si. Amen. Hivi unaelewa kwamba mahali ambapo hekalu lilikuwa kuna msikiti? Nataka tuwe hai, I say. Nataka tuwe hai. Unajua ninaposema hai, nataka unisikilize kama uko hai. Unajua hivi, wakati wa Israeli walipomkataa Mungu, tangu walipoangikwa, baada ya hapo sehemu ambayo iliwekwa hekalu la Suleiman kumetundikwa msikiti wa Waislamu. Ndio maana kuna vita kila siku. Na ilitimia kwa sababu walikataa wokovu. Na hivyo kule kubomolewa na kuharibiwa na kutikiswa ni kwa sababu ya kukataa wokovu. Ila atakapokuja mara ya pili watamsadiki. Ila 144,000 sio wote watasadiki kwamba huyu ni mwana wa Adam. Huyu ndiye. Ndio maana baada ya somo hili tutakuwa na somo la kuja kwa Yesu mara ya pili, siku ya Bwana. Tuone atakaposhuka na matukio yake mpaka kurejesha Israeli, alafu atafanya nini duniani kwa miaka 1000. Ina maana vita hivi tayari vimeshaanza kufanya kazi. Wameanza kufanya maandalizi ya silaha. Wameshaanza kuandaa silaha gani zitapiga Israeli. Wameanza kuandaa majeshi, wameanza kuandaa mikataba yao yote ya kuipiga Israeli. Wanaifanyia kazi sasa hivi. Ili tu kama ikitokea kwamba ndio wakati ukifika kanisa linachukuliwa ipigwe vita, au kanisa likitoka ndio wanapiga. Yaani matukio yapo katika kabla ya unyakuo au baada ya unyakuo. Lakini vita lazima vipigwe juu ya Yerusalemu na iharibiwe, kutimiza unabii kwamba walikataa mfalme wa amani. Haleluya. Na hivi ni kwa nikuulize, unaelewa mpaka leo kwamba Mungu akimtuma mtumishi wake wa kweli na akaja na ujumbe wa kweli na akawaambia watu kweli,
wakakataa. Una taarifa kwamba nyumba yao inaacha ukiwa mpaka Yesu arudi? Sinai EAGT haibadilishwi na mtu mpaka Yesu arudi. Never. Na baadhi ya makanisa mengine ambayo baada ya kupokea wakatukana na kupiga vita. Haleluya. Wale wa Nyamazabe, mnajua kinachoendelea Nyamazabe sasa hivi, si ndio? Ni zinaa mbele kwa ibada haikaliki. Walitukana ujumbe 2010. Sio leo. Na inakwenda paka unyakuo. Wanachoki hadi utakaposema heri ajaye kwa jina la Bwana. Kwa sababu ukimkataa mjumbe na ujumbe wake, na ni Mungu amemtuma, umemkataa Mungu. Hivyo lazima uache ukiwa. Nilimwambia Richard alipokuja, sikiliza, hiyo madhabahu haponywi na haiponywi na mtu. Hata angeondoka kaenda kusali kanisa lingine, ningempigia makofi bado. Nilimwambia nenda uko hata ni sawa tu, lakini hapa usikae, maana hii nyumba imeacha ukiwa mpaka atakaporudi mwana wa Adamu. Na akaniambia kung'uta mavumbi. Wanapenda kung'utia watu, nasema maombi kung'uta. Akaniambia kung'uta na hapa usirudi. Makanisa mengine ingia, hapa usiingie. Waache hivyo. Na nyumba yao itakuwa ukiwa mpaka wasema heri ajaye kwa jina la Bwana. Kwa nini? Walimkataa Mwokozi. Mwokozi haji kama tunavyoona leo, anakaa ndani ya watu. Hivyo anaweza kuja kwako Mwokozi kama mtu na anakueleza habari ya njia. Ukikataa, umemkataa aliyemtuma. Na ukimkataa aliyemtuma, basi na wewe umekataliwa. Mimi nimeshuhudia makanisa niliyokwenda yote. Nilikuwa kanisa huko chini, nilikuwa Samson Black, Pastor Samson Black. Nilikuwa nasali huko na mchungaji zamani. Kabla yule mchungaji akapanga vitu fulani, akataa ujumbe, akatukana, akapanga niende gerezani. Mungu akamfanya kama mwana mzima, kala nyasi na kuoga mchanga. Kwa nini? Amemgusa Masihi kwa Bwana. Amegusa mbone jicho la Mungu. Amemkataa Mungu. Nimekwenda na ujumbe na hubiri, kanisa linabadilika, linakuwa la utukufu. Alafu baada ya utukufu wanaanza kutukana. Wanasema shini, wanaanza kupinga ujumbe. Mungu anaondoka. Akishaondoka Mungu ni mpaka unyakuo utimie. Kuna mtu hajanielewa? Haleluya. Kuna mtu hajanielewa? Praise the Lord. Haleluya. Praise the Lord. Unasikia kweli? Lazima uelewe. Na alafu niambie, ni vizuri kanisa kwa linatofautisha kati ya watumishi wa uongo na watumishi wa kweli. Ni vizuri kuwa na ufahamu huu. Sawa? Ili usikamkataa Mungu. Kwa sababu unaweza kumwona kila mtu anahubiri. Sawa? Na ukamkataa kila mtu. Lakini kumbe unamkataa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu. Na Mungu akanipeleka mpaka katika ulimwengu wa roho, nikafika ile kanisa. Nakumbuka kanipeleka nikafika ndani. Nilipofika ndani ilikuwa hakuna mtu madhabahu. Watu wamekaa huko. Akaniambia chukua kama ilivyokuwa wakati wa Yeremia. Chukua ile vazi alafu yapige madhabahu. Nikapiga madhabahu. Akaniambia hii madhabahu nimeshailani. Nimeilani na haitafunguliwa. Ina maana watu wakae, waimbe, wahubiri, wasubiri watu. Sasa unajua unielewi ninazungumza hivi. Nina maana halisi kwamba Mungu akishamtuma mtu kutoka mbinguni, yani ametuma mtu hapa duniani, kampa ujumbe, kama agiza, huwa hakosei. Haleluya. Sisemi mtu huwa hakosei, nasema Mungu huwa anasema nenda uliambie kanisa la Tanzania lirudi, ligeuze. Mimi ndio nasema Mungu, yeye anasema nasema warudi. Na nilichokiagiza ndivyo kilivyo. Asipo mtu akupinga, maana hii ndio njia ya uzima. Akishamtuma mtu, wakati mwingine ni rahisi watu kucheza na mtu na kutukana na kusema, lakini mwisho wa siku ni ghadhabu ya milele. Hivyo unaona haya mambo ya ukiwa yameifuata Yerusalemu mpaka kanisa linaondoka, mpaka kwenye dhiki kuu, mpaka aje Yesu mara ya pili. Sasa na hasa hili ni kanisa la watu wa mataifa. Kanisa la watu wa mataifa litapata nafasi. Litapata nafasi wapi? Wangekuwa Waisraeli ningesema hawa wanaweza kumuomba Mungu akawapa njia. Alafu kibaya zaidi mafundisho ya uongo wanayo. Alafu wanamtukana Mungu. Afadhali uwe na mafundisho ya kweli. Hilo una mafundisho ya uongo alafu unamtukana Mungu. Kitu ambacho hakiwezekani. Anasema hivi.
wataanguka kwa upanga na kuchukuliwa katika mataifa yote, na Yerusalemu utakanyagwa na mataifa. Unasikia kukanyagwa ni ile kuvunjwa vunjwa. Anasema hata majira ya mataifa yatakapotimia. Zile taa mnasikia taa 7 kwenye madhabahu zitapigwa, zitavunjwa zote. Zile mnasema meza za kuweka mkate na vichetezo vyake vitatupwa. Yaani kile kitu kitavunjwa, alafu ile nyumba itakanyagwa. Kama unavyoona tunakanyaga hivi, itaharibiwa na majeshi. Baada ya hapo itaonekana kama unavyoona nyumba imevunjwa vunjwa alafu imekaa magofu. Israeli itakuwa hivyo hivyo mpaka atakapokuja Yesu mara ya pili. Tumuogope Mungu aliye hai. Haleluya. Tumuogope nani? Tumuogope Mungu. Alafu tumheshimu. Tumtumikie kwa kuhofu na kutetemeka. Ni Mungu anayeweza kuhukumu. Anaweza akawakataa watu hata kama aliwaita. Haleluya. Anaweza akawakataa watu hata kama aliwaita kwa jina. Na akasema Victor. Ukifanya mchezo anaona hivyo alivyoita. Sikutambui, nenda. Haleluya. Ufunuo 11 tumalizie hiyo. Sijajua muda wangu unasemaje. Niangalie muda wangu kama unaniruhusu. Kama utakuwa umeenda sana itabidi niahirishe mpaka Ijumaa. Tutaweza kumaliza. Ufunuo 11 mstari wa kwanza mpaka 19. Tunazungumzia matukio ya dhiki kuu. Hebu subiri kwanza. Kuna kitu nataka nikiseme kabla hujasoma. Bwana Yesu. Haleluya. Ndio maana nataka nikwambie nguvu ya kutumiwa na Mungu. Unapokuwa umetumwa na Mungu au Mungu amekaa ndani yako alafu anakutumia kwa ajili ya kusudi fulani. Kati ya vitu vya kutovifanya ni kutokuogopa wanadamu au mashetani. Chochote kile. Kwa sababu anapokuwa anakutuma Mungu, ina maana ni Mungu aliyekaa ndani yako. Na anapokutuma mahali popote kufanya jambo lolote, ina maana amehakikisha. Unanipata? Ndio maana siogopi kulikemea kanisa kwenye redio, sigeuki. Na nitakemea kuliko hapo. Unajua hapo ni vionjo, unaweza kusikia kama ndio nimekemea. Bado ndafika siku ndawaambia wachungaji siku nzima. Sigeuki kwamba eti mtu atafikiria nini au pengine mtu anakuja na silaha. La. Na hata mtu akija na silaha hachinji mtu. Kwa sababu tunafaa kuamini katika ulinzi wa kimungu. Nasema divine protection, yani ulinzi ambao hata akitokea mtu hapa anaweza akafika hapa asikuone. Yaani akafika akakuta mtu hayupo, lakini kwamba yupo. Unasema ulinzi wa kiroho. Ndio maana siogopi mazingira yaliyopo, sifikiri. Kwa sababu najua alipokutuma amehakikisha na serikali yake inakwenda pamoja na wewe unapoenda. Hao mlisikia kipindi kichopita nasema kama ungalisimama katika baraza langu. Sawa? Maana yake unakuwa katika baraza la mawaziri wa Mungu. Na kama anasema wangewasikiza watu wangu maneno yangu na kuwageuza waziache njia zao mbaya. Ina maana nasema baraza la Mungu. Kama ni baraza na wewe ni waziri kwenye hilo baraza. Unapokuwa waziri ina maana hauogopi chochote kwa sababu unajua uko chini ya ufalme usiotikisika. Ndio maana mfai kuogopa kwa habari hii madhabahu inalindwa. Inasimamiwa. Mungu akikutuma mahali popote, elewa amekupa na mamlaka yake. Na haya mamlaka yanaweza kuzungumza na mtu asirudishe. Na akirudisha amrudishie Mungu. Sio, unaelewa kweli? Nasema hivi kwa sababu inawezekana Mungu atakutuma na wewe. Atakupa ujumbe, atakupa kitu fulani, nenda ukafanye. Au atakupa mafundisho, nenda ukafundisha watu fulani. Usiende kana kwamba ni wewe. Nenda kwa mamlaka ya yeye aliyekutuma. Kwa mamlaka ya yeye aliyekutuma. Na uwe tayari kuzungumzia hilo. Elisha alipotabiri habari za kuja kwa chakula Israeli, Samaria. Mtu pumbavu akasema, mpaka mavi ya njiwa nauzwa unasema chakula kitatoka. Hamna bwana wewe mzee, nenda zako wewe. Elisha akamwangalia. Akasema unasikia?
Akida unasikia? Chakula kitakuja. Na kitakiliwa hapa kwenye mlango hii. Maana hii milango yeye hapa unapolinda hapa. Ila wewe hutakula. Inazungumzia mamlaka. Alitumia mamlaka aliyopewa. Kwamba unakataa urejesho wa kanisa Tanzania. Wengine watarejeshwa na kuwa na utukufu, lakini ninyi nje ya mlango. Na mrejeshi. Na mtaonja utukufu wa mwisho mpaka mpinge jehanamu. Kwa kuwa nimepewa mamlaka ya kufunga na kufungua. Nikiamua kufunga nimefunga, nikifungua nitafungua. Basi Elisha akamwambia, kweli chakula kikaja. Watu wakasukumana wakamkanyaga Akida mlangoni akapasuka. Kafi hapo. Kwa sababu mamlaka ilikuwa inafanya kazi. Unajua watu tujaelewa mamlaka ya kanisa duniani. Kama tungeelewa tukakaa kwenye utakatifu, alafu mamlaka hayo yatumike mpaka uchanguzi wao unaishi. Wala utasikia vitu vya ajabu. Lakini kwa sababu kanisa halijui mamlaka. Sikiliza, nikafika Tanga Kilindi. Nimeenda kuongea na wachungaji, kanisa lirudi kwenye njia. Mchungaji mmoja akaanza kuleta za kwake, sio anasema nini? Hiyo mzunguko. Kafanya mambo ya ajabu ajabu. Nimefika akaniambia hivi. Baadaye nikawa namtumia ushuhuda wa kila anachokifanya Mungu kwenye huduma hii. Nikiwa huko Tanga. Mchungaji akaanza kunitumia message za ajabu. Nikauliza huyu mtu ana akili kweli? Nikamwambia nasikia mchungaji. Wewe kwenda kanisa lako huko. Uamsho unakuja Kilindi Tanga wa nyakati za mwisho. Lakini wewe hutashiriki utukufu. Na nimemaliza. Utanielewa. Siku ya mwisho hushiriki utukufu huu. Nenda. Sababu huwezi kuzuia nafsi za watu kupona. Kwa maana aliposema mimi sitakula, ina maana hakuna chakula, maana yake watu hawatakula. Unazuia watu kula. Ndio wachungaji wanafanya Mwanza. Tunazuia huyo mtu. Unaweza kumzuia kwa miguu na mikono na theolojia. Na watu 500 tunamzuia Mungu. Mzuia watu hakuna kanisa ni watu 10,000 hapo Mwanza halipo. Watu na makanisa mataifa mengine watu yaani unakaa hivi. Mliona kwenye mtandao? Mchungaji kwa fikiri mkutano baada ya Jumapili. Watu wamekaa mpaka ukulewa kila mpaka. Anafikiri ukiambiwa ukimbie katikati mpaka mwisho utahema. Kutoka watu walia kukaa madhabahuni mpaka mwisho. Kazi. Ni makanisa. Ile mtu ana mato 5,000 anasema namzuia Mungu. Huyo mtumishi tunataka tumzuie. Yana subirini mtaona. Si Mwanza mnaiona kwa macho hivi. Mtaona ujumbe ukihubiriwa Mwanza na wachungaji wakija kutubu. Mtaona hii Mwanza hii mnaiona hii. Hakuna anaweza kumzuia Mungu kurudisha kanisa. Ndio maana Israel wametafunwa mpaka unyakuo umeisha. Mpaka dhiki kuu imepita. Ndio anakuja mwana wa Adamu anakanyaga. Nitakwambia ili kuwarejesha kwanza amani yao. Sio wa taifa langu nilipe amani kwanza, alafu ndio aanze kutawala miaka 1000. Hii ina maana gani? Mungu hazuiliwi katika makusudi yake. Watu wangu mnanisikiliza? Tangu nimeanza kuhubiri hapa sijawahi kuhubiri nasikia utukufu tangu nimeanza. Yaani ni kama wingu linacheza ile. Sikiliza. Mungu hawezi kuzuiliwa kurudisha kanisa. Hazuiliwi na mtu. Kama mmekuwa na mawazo fulani kwamba wachungaji wamezuia sasa, hakuna walichokizuia. Anasubiri jipu liive. Liive, unajua kuiva. Alafu atakapolikana katia na damu na maji au saa litapasuka. Imesubiri tu, anasubiri muda wa kuchoma likisha liiva. Unajua limeiva mpaka linafanana gololi. Yaani limekaa kweli. Cha linachia, yaani unaosawa unapanda juu. Ndivyo itakavyokuwa kwa kanisa la Mwanza. Yaani usifikiri ni jambo lingine. Wafanye mikutano wamalize. Mungu anasubiri tu waendelee. Vipindi viongezeke redioni. Hivyo hivyo. Ujumbe ukisaisha umekaa tutotokea. Mungu akatizangi safari anasubiri ujumbe ufike wote. Ukisha kamilika utaona kitatokea katika kanisa hili. Watakuja mpaka wachungaji. Mimi nimejifunza kwa Israeli. Ninajua kwamba Israeli ilipigwa sio mchezo. Nimesema 11 tusome kwa haraka. Nikapewa mwanzi kama fimbo na mmoja akaniambia, "Inuka, ukalipime hekalu la Mungu na madhabahu na hao wasujudio humo." Unasikia? Haleluya. Hiyo hekalu ni la wapi? La mbinguni, maana hakuna hekalu hapo kipindi hicho wakati wa dhiki kuu. Anasema, "Na beoa iliyo nje ya hekalu uiache wala usiipime." Kwani anasema beoa ya nje usiipime?
Mungu hana haja na tabia za watu wa mataifa. Hawezi kupima tabia za uzinzi, uasherati, uongo na upisaji na kutembea nusu uchi. Anapima mambo matakatifu, mambo ya kiroho. Au hujanielewa? Akasema hivi, sikiliza. Nikapewa mwanzi kama fimbo. Na nataka alafu naomba tuende na muda. Sawa? Naenda haraka kwa sababu ya muda huu. Sitaki tuchelewe kwenda nyumbani. Kuna wengine wanakwenda mbali. Nikapewa mwanzi kama fimbo na mmoja akaniambia, "Inuka, ukalipime hekalu la Mungu na madhabahu na hao wasujudio humo. Na behewa iliyo nje ya hekalu uiache, yani isiyo ndani ya nyumba." Sawa? Maana yake sio patakatifu. Ni kwa watu wa mataifa. Sawa? Usiipime. Kwa maana nimewahi kusema, ni kwa maana mataifa wamepewa hiyo. Nao wataukanyaga mji mtakatifu miezi 42. Wakati ninapima hekalu huko wanakanyaga hekalu. Nasema wamepewa wakanyaga ile hekalu miezi mingapi? Miaka mingapi? 42. Miaka 42. Ukipiga hesabu miaka mingapi? Haya. Umeshindwa hesabu. Wana hesabati. Mpo? 42 miaka mingapi? Aise, mbona mnaongea kama mnakula? Ongeeni kwa sauti. 3.5, ndio? Hiyo ni 3.5 ya dhiki kuu, dhiki ya kwanza ile miaka 3.5. Anasema kipindi hicho watakuwa wanakanyaga mataifa hekalu, wanaliharibu. Sawa? Ndio nimekuambia vita hivi vinakisia kabla au ndani ya unyakuo umeshatokea. Ndio maana anasema kwamba watakanyaga na kuharibu. Anasema hivi, "Nami nitawaruhusu mashahidi wangu 2, nao watatoa unabii siku 1260, hali wamevikwa magunia." Nani na nani? Elia na Musa. Haleluya. Haleluya. TAG wanafundisha Elia na Enoka. Sikweli, pepetua. Si ndio hivyo? Sio kweli. Huwezi kuchukua Torati ukaongeza kitu kingine ukapata neema. Lazima uchukue Torati na manabii alafu unapata neema. Kama Torati ni tabiri kuja kwa Yesu, manabii ni tabiri kuja kwa Yesu. Hivyo lazima zifungamanishwe Elia na Musa. Enoki hahusiki na Torati wala manabii. Kama tungesema ni nabii mnyamafu aliyenyamaza. Mambo yake yanatajwa mara moja alafu yanapotea. Na ameelewa hiyo? Ambie mzako tunakula mifupa. Wakati wa kunywa uji iliisha. Mnapikanga uji mwepesi mpaka unamwagia mtu kwenye viatu. Mwepesi we. Pika uji mzito. Lakini sasa hivi hata uji hataki. Ni mifupa ya kiroho. Haleluya. Naelekea kumaliza mifupa hiyo. Sawa sawa? Anasema hivi. Hao ndio ile mizeituni. Sawa? Mizeituni miwili ni Elia na Musa. Na vile vinara viwili visimamavyo mbele za Bwana wa nchi. Na mtu akitaka kuwadhuru, moto utoka maana katika dhiki kuu, kipindi cha miaka 3.5 ya pili. Ya ngapi? Ya pili. Watakuja Elia na Musa. Watakuja kama manabii wanaotabiri na watavaa magunia. Watabiri katika miaka hiyo, na watakapotabiri watakuja kuuawa. Lakini watakapouawa hawatazikwa. Watalala juu ya ardhi kama mizoga. Alafu baadaye watafufuliwa tena hapo hapo, watatolewa hapo hapo, wataondoka. Wanasema watakuja kuhubiri, sio kuleta watu wokovu kwenye wokovu, watakuja kuleta ushahidi wa mwisho. Tunasema mashahidi wawili. Watakuja kutoa ushahidi kwamba kizazi hiki kilichobaki ni cha jehanamu. Mlisikia hizi habari, watahubiri kama wanavyo, alafu watamaliza. Alafu wakimaliza wanafunga jambi wanaondoka. Wakiondoka maana yake bye bye. Tunasubiriwa jehanamu watu. Nani ameelewa hiyo? Tamu Tamu. Mbona hamsemi amen? Tamu Kwani wewe utakuwepo kwenye dhiki kuu? Hebu niulize swali. Wewe utakuwepo? Mbona sasa mimi na utaka? Eti wewe. Utakuwepo? Mbona sasa unaelewi somo? Hao anasema wana amri ya kuzifunga. Unakumbuka Elia akiwa hai? Alifunga mbingu akufunga. Tunatoma Biblia alafu tunafuata mfululizo wa Biblia ilivyokaa. Anasema wana amri ya kufunga mbingu. Musa hakuwa na amri hiyo. Sikiliza. Ili mvua isinyeshe katika zile siku za unabii wao. Nao wana amri juu ya maji kuyageuza kuwa damu na kuipiga nchi
kwa kila pigo, kila watakapo, hata watakapoumaliza ushuhuda wao. Na yule mnyama atokaye katika kuzimu atafanya vita nao, naye atawashinda na kuwaua, na mizoga yao itakuwa katika njia ya mji ule mkuu uitwao kwa jinsi ya roho Sodoma na Misri. Tena ni hapo Bwana wao aliposulubiwa. Kumbe unaposikia Calvary, sehemu ya fuvu la kichwa aliposulubiwa Kristo, paliitwa Sodoma au Misri. Hebu angalia Biblia inavyokaa. Unasikia vizuri? Unielewa kweli? Wakiwa wanaenda kusulubiwa walikwenda kama mlimani hivi, sawa? Kumbe huko ndiko ilikuwa Sodoma na Gomora. Ilikateketezwa, ikabaki maiti kwenda roho ya Sodoma. Ndipo walipokwenda pale, walikwenda kumwangika mahali penye laana. Sodoma na Misri, anasema tena ni hapo Bwana wao aliposulubiwa. Nani? Yesu. Na watu hao, jamaa na kabila na lugha na taifa, wataitazama mizoga yao siku 3.5. Kwa maana ya miaka mingapi? Kiroho 3 na ngapi? Sio kwamba itakuwa hivyo, lakini hapa amesema siku 3. Akisema siku 3 haigeuzwi, ila inaashiria kipindi cha pili cha utawala cha mpinga Kristo. Wala hawaiachi mizoga yao kuwa kaburini, kuwekwa kaburini, nao wakao juu ya nchi wafurahi juu yao na kushangilia. Wapumbavu hawa itaanza kufurahi kwa sababu eti mizoga ya watu imeuawa, kwa sababu walikuwa wanawatabiria mambo ya ufalme. Watafurahi. Kumbe hii roho ya kufurahi kwamba kumbe haikuanza zamani, leo ilianza zamani na itakuwa mpaka wakati wa dhiki kuu. Yaani watafurahi kwamba hawa mashahidi sio wameuawa, tutaona kama tatabiri tena. Wamelazwa hapa, tutaona. Wachungaji waliponitishia siku ile na kunitumia message, walifikiri nitakimbia Mwanza niende Arusha. Sibanduki Mwanza. Alafu nitaenda mataifa na kurudi Mwanza. Inawezekana hata unyakuo kanikuta Mwanza, mimi sijui sasa. Sasa nitakuwa nimeenda taifa lingine nimerudi, alafu unyakuo. Hata hiyo sema amen. Sawa basi. Maana mwingine hata ana wakao unyakuo. Sikiliza, uwe na uhakika. Anasema na watapelekeana zawadi kwao kwa wao. Zawadi za kipindi kile za aina gani? Okateso. I say vodka. Watapelekana vodka viroba. Kwa kuwa manabii hao wawili waliwatesa wao wakao juu ya nchi. Maana na mnake watapewa ukorofi. Akifika Elia anasema sasa mtakoma leo. Nanyosha. Sema sasa hivi mvua isinyeshe siku 7. Nakaa. Mstari wangapi? Mstari huu. Na mtu akitaka kuwadhuru, moto utoka katika vinywa vyao na kuwala adui zao. Na mtu akitaka kuwadhuru, hivyo ndivyo impasavyo kuuawa. Kumbe tumesahau kitu cha muhimu sana. Huo ndio unaitwa ulinzi wa Yehova. Mungu akisha kutia mafuta ana ulinzi juu yao. Sema atakayetaka kuwadhuru atapigwa na moto. Sawa? Maana yake Mungu atashughulika na yeye. Hatuna haja ya kuomba maadui wafe. Hatuna haja kumfungia mchawi. Kama ninatembea na Mungu, akija tu akifika kitanda, pigwa kofi, anatokea kwenye ukuta huko, anabinuka nje, anapita kwenye vichaka huko, anaingia kwenye siwe, kwenye mabiu ya wanakotish maji ya chooni huko, anaingia huko, anapita. Mbavu wewe. Anakuja kunikusha mimi. Unaanza kuomba mpaka unakaukiwa kwa. Inaeleza. Yaani nakuharibu mchawi, nakuvuruga. Haleluya. Umenikumbusha kitu chema. Ushindi na mamlaka atakayokuwa nayo hawa watu. Akitaka kumpiga mtu, moto unashuka. Anaungua pande mmoja mpaka chini. Anaenda anajivuta. Sasa hebu nikapumzikia hapa, nikipona ndio nitaenda. Yaani anapumzika mahali kwenye mti asijue mtu. Haleluya. Nilikuwa nimefika wapi? Nashukuru kwa sababu umenifundisha ulinzi alionao Mungu juu ya mtu anayemtumikia. Mamlaka, uweza. Mimi naanza kuona uvimbe unayeyuka katika maisha ya watu, vitu vingi. Mamlaka. Jesus Christ. Ndio mamlaka. Mstari wangapi tuendelee? 1. Na baada ya siku hizo 3.5, roho ya uhai itokayo kwa Mungu
ikawaingia, wakasimama juu ya miguu yao. Wewe hawakufa, walipumzika tu. Na hofu kuu ikawaingia watu waliowatazama. Wewe wamefufuka. Nimekuta kabisa wamesimama wawili pale wanaangaliana. Shughuli imeanza. Kama wamefufuka, moto huu utakuwa mkubwa kuliko wa kwanza. Kumbuka fulani alimchezea akalambwa. Sasa na wewe leo tutakiona. Kwanza tulikosea. Wakasikia sauti kuu kutoka mbinguni ikawaambia, pandeni hata huku. Haleluya! Wakaanza kwenda, wakapanda mbinguni hata katika wingu kama unyakuo vile, adui zao wakiwatazama. Wameenda ona kwa Mungu tayari mbinguni hapo kwenye harusi. Nimeona harusi, nimeona, lakini hatuendi sasa. Ona wameingia. Nimeona nakula nini? Peta nakula. Keki yuko. Na katika saa ile palikuwa tetemeko kuu la nchi, na sehemu ya 10 ya mji ikaanguka. Yaani sehemu ya 10, utafikiri kama fungu la 10. Sehemu ya 10 ikavunjika, ikaanguka. Wanadamu 7,000 wakauawa katika tetemeko lile. 7,000. Nao waliosalia wakaingiwa na hofu, wakamtukuza Mungu wa mbingu. Mungu anamtukuzaje wakati hakuna kwenda mbinguni? Maana yake walishangaa. Kama kawachukua kaondoka nao. Tetemeko la ardhi limekuja ghafla. Hao ni watu wa aina gani? Na huyo Mungu wao, hata kama tunaenda jehanamu, hebu tumwabudu leo. Nani kama wewe? Wakaanza pambio ikaanza hapo. Wakamsujudia. Sikili kitu kinachofuata. Baada ya hapo, kinachofuata anasema, ole wa pili umekwisha pita. Tazama, ole wa tatu unakuja upesi. Ole wa kwanza ni kipindi cha kwanza cha dhiki kuu. Ole wa pili kipindi cha pili cha dhiki kuu. Ole wa tatu ni kuja kwa Yesu mara ya pili, siku ya Bwana. Yaani hapa neno kwa neno, hakuna hadithi. Unasikia? Ole wa tatu unakuja upesi, baada ya miaka 7 anakuja mara ya pili. Hapa anakuja kutikisa mataifa yote. Atapigana naye kwa upanga wa kinywa chake. Anasema, malaika wa 7 akapiga baragumu, pakawa na sauti kuu mbinguni ikisema, ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa Bwana wetu na wa Kristo, naye atamiliki hata milele na milele. Na wale wazee 24 waketio mbele za Mungu katika viti vya enzi vyao wakaanguka kifulifuli. Kumbe wana viti vya enzi vyao kule mbinguni. Mungu mzuri. Bila shaka vitu vipo. Subiri. Mbona usemi amen? Kwani wewe utaenda? Mimi nashindwa kufanya kazi na watu wasioamini. Wakamsujudia Mungu wakisema, tunakushukuru wewe Bwana Mungu Mwenyezi, uliyeko na uliyekuweko, uliyekuwako, kwa sababu umeutoa uweza wako ulio mkuu na kumiliki. Na mataifa walikasirika hasira yako, nayo ikaja. Na wakati ukaja na kuhukumiwa waliokufa na kuwapa thawabu watumwa wako. Sikiliza, kumbe watumwa, jina zuri sana hilo. Haleluya. Sema na kuwapa thawabu hao watumwa wako manabii na watakatifu. Sawa. Na hao walichao jina lako, wadogo kwa wakubwa, na waharibu hao waharibu nchi. Manake anaposema watapewa thawabu wadogo kwa wakubwa, ni wakati wa harusi ya mwana kondoo. Sawa? Tutazungumzia hizo thawabu. Tutasema kila aina ya thawabu tutakayopata watu. Maana tutafanana, sawa? Nilikwambia kuna watakao mwisho kule. Neno wengine watakaa karibu na viti vya mbele. Samahani, lakini lazima iwe hivyo. Muulize mwenzako, kwani unafanya nini ndio ukae mbele? Muulize, wewe unaniangalia mimi? Mwambie huyo anayekaa karibu na wewe, kwani unafanya nini? Wewe unakalia vitu vya utaenda kaa huko mbele, utakaa mbele hivi kama unavokaa hapa. Sasa shauri yako. Wewe nikodolee macho tu hapa, mimi nahubiri. Mimi napata ya kwangu naenda. Fanya kazi uliyoitiwa. Haleluya. Anasema kisha hekalu la Mungu lililoko mbinguni likafunguliwa, wewe na sanduku la agano lake likaonekana ndani ya hekalu lake. Kukawa na umeme na sauti na radi na tetemeko la nchi na mvua ya mawe nyingi sana. Huku duniani kukawa na mvua ya mawe nyingi sana. Tetemeko kule radi, huku mvua mawe. Yaani maana yake ikipiga huko mawe yanatoka kwenye enzi yake yaliko jipangilia. Wakumute hao watu walio chini. Piga. Yaani tetemeko huku chini. Alafu sikilize nguvu iliyo ndani ya hilo sanduku la agano. Kuna nguvu hapa. Anasema sanduku la agano lake likaonekana ndani ya hekalu lake. Na kumbuke ndani ya sanduku la agano kuna Biblia. Imefunguka hivi, imekaa katikati. Nilifundisha hivi. Sawa? Umeme ni ishara ya Roho Mtakatifu.
ikipiga tu hiyo madhabahu, anasema chini kwa ardhi na mvua inaanza kunyesha mawe. Utukufu ulio katika sanduku la agano la Mungu wa Israeli. Kwa maana halisi ni utukufu ulio na mtu ambaye amejaa Roho Mtakatifu, ana neno ndani yake. Ndio utukufu unaokaa ndani ya mtu. Power. Real. Nataka kuongea Kiingereza ni samani. Yaani nguvu halisia. Imekaa ndani ya mtu mwenye vitu hivi. Roho Mtakatifu na neno. Sanduku la agano limekaa. Na hivyo madhabahu hii kama imebeba huduma ya toba na urejesho kwa ajili ya Tanzania, ndivyo ilivyo na nguvu hii madhabahu. Ina nguvu ya aina hiyo. Aje mtawi atakiona. Ndio maana tutapigana nao hapa. Umewahi kusikia? Baba kwa jina Yesu tunakamata wachawi wale. Hatukeshi kuombea wachawi. Na wakamata wale wale. Kwa tunapeleka gereza wao. Kwanza nao. Wewe mtafute Mungu, kamsujudie Mungu aliye hai. Wakifika huko tu hapo, malaika wewe unajua uelewi. Wewe angalia madhabahu hapa kidogo. Angalia. Unaona nini? Kama una macho basi shoga. Malaika wamesimama hapa kote. Hapa. Ukitoka nje ukisimama ukiangalia juu ya ipaa, kuna malaika wamesimama juu ya madhabahu. Juu. Ukiangalia huko pembeni kuna malaika wenye panga wameshika hiki. Sasa mtu haelewi. Hivi wewe mtumishi unaongea vitu na hadithi hizi unasema nini? Muone. Wewe elewa. Amini. Ndivyo. Ukitaka kujua, waambie watu nendeni mkabomoe ile kanisa. Nendeni mkabomoe. Wanakuja usiku watupu, waje. Wanafika hapa. Mimi nashika jamvi. Anatanikwa kimoja. Anasikia anazunguka paka ndani ya shimo huko ndani. Mungu wangu, kuna kitu kimenipiga. Hivi nani hao? Haoni mtu hata mmoja. Kash. Angalau nasema hivi na wewe upate imani. Kwa sababu nao huwa uamini amini. Kila siku naambiwa tu unakokodo. Amen. Amen. Amini. Nakuta mtu anataka kulala na wasiwasi nyingi kweli. Sijui kama ndio vizuri. Hebu nianze maombi ya ulinzi. Unaingia kwenye mlango, unaombea paka mlango. Unaliombea dirisha. Unatoka, unaombea paa. Unaombea vitu. Kuna mtu ana mashaka ya mbingu. Mimi sijui kama nitaenda mbinguni. Hana dhambi na nimemelanga tunaanguka na rudi. Naanguka na binuka na rudi. Sasa hivi kuna uwezekano wa kwenda kweli. Si niache tu niende. Uende wapi? Hata usicheke, angalau uongeze uzima wako. Unajua ukicheka unaongeza pia na muda wa kuishi duniani. Ukiwa na vimba tu pressure juu, unacheka pia unabadilisha mfumo wa mapafu. Amen. Na kuna mtu anamsubiri hajacheka, yaani amekaa. Kuna mtu anamsubiri huyo tu. Haya, haleluya. Kuna anacheka. Yes.